picha ya mwanadamu. Je, Mungu alipokuwa anatazama wokovu alikuwa yaani alipokuwa anamkomboa mwanadamu alikuwa anatazama nini hasa? Au alikuwa na target nini hasa kwenye ukombozi? Au alipoleta ukombozi kwa mwanadamu alikuwa na target nini? Kwanza, yeye kwa asili yeye ni pendo au upendo. Kwa kitendo cha yeye kuwa ni upendo au ni pendo, hakutamani kumwona mwanadamu akiteswa na nguvu za Ibilisi. Aidha saizi kabla hajafa au hata baada ya kufa, hakutaka aende kwenye adhabu. Kwa ile tabia ya kwamba yeye ni upendo ilimgharimu kumtoa mwanawe, sio katikati ya mwanawe pekee. Kwa katika kwenye picha ya kifamilia unaweza kusema alikuwa na mtoto huyo mmoja ambaye aliamua kumtoa. Na hiyo ilitokana si kwa sababu ya sisi tulikuwa watu wema sana kwake au sisi tulikuwa tunajitahidi sana kufanya vizuri ndio maana akatuzawadia mwanawe, lakini hiyo ni utokana na yeye asili yake kwamba ni upendo. Ndio maana Yohana 3:16 anasema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe. Sio kwa sababu tulikuwa wazuri sana kama kutulipa ukombozi wa aina ile tuliopewa katika Kristo. Ile ni asili yake mwenyewe ya kwamba yeye hapendezewi kumwona mwanadamu akiwa anateseka. Yeye furaha yake ni kuona mwanadamu akiwa anaishi akifurahia ule uzuri ambao amemuumbia nao. Kwa sasa kilichomsukuma Mungu kuachilia wokovu kwetu kwanza ni asili ya kwake kwamba yeye ni upendo. Na hivyo katika huo upendo sasa akaamua kumtoa mwanawe pekee. Na wakati anamtoa mwanawe pekee, picha kubwa ambayo nataka tuitafakari, ikiwa alikuwa anakomboa, twende tu kwenye lugha kidogo ya biashara. Ukiwa unakwenda kununua maji ya uhai ya lita 1, uwezi ukamwambia mtu kampa 10,000 akupe maji ya uhai ya lita 1. Hiyo ni thamani kubwa sana kutokana na kile ambacho anakinunua. Kwa hiyo wakati anamtoa mwanawe, kuna kitu fulani ambacho cha thamani alikuwa anakitaka au alikuwa anakitazamia kwa mwanadamu. Inawezekana mwanadamu asijue thamani yake, lakini Mungu alikuwa anajua thamani aliyomuumbia mwanadamu. Ndio maana hata gharama ya ukombozi wake ilimhitaji mtu wa thamani sana mbele za Mungu ili kumkomboa mwanadamu. Kwa sababu kama tusingekuwa na thamani hiyo, isingemhitaji gharama kubwa ya kumtoa mwanawe pekee kuja kutukomboa. Kwa hiyo inawezekana wanadamu asijue thamani yao, lakini Mungu alikuwa anajua thamani ya wanadamu, ndio maana akatuletea aina ya ukombozi ambao ni kipekee, mwanawe pekee akamfanya kuwa ukombozi kwenye maisha yetu. Lakini pia moja ni thamani ya mwanadamu ambayo mwanadamu haifahamu. Cha pili ilikuwa ni ukubwa wa tatizo ambalo mwanadamu alikuwa ameliruhusu kwenye maisha yake, dhambi. Ndio ambayo ilimgharimu Mungu kuhakikisha kwamba anamtoa mwanawe pekee kushughulika na dhambi ambayo damu zingine za wanyama wengine ambazo zilikuwa zikiamriwa hazikuweza kutatua moja kwa moja hilo tatizo. Kwa hiyo moja ni thamani ambayo Mungu alikuwa anaitazamia kwa mwanadamu, ndio ilimfanya akamtoa mwanawe pekee. Lakini mbili ni ukubwa wa tatizo ambalo mwanadamu alikuwa ameliruhusu, ndio maana Mungu akaamua kumwachia mwanawe pekee. Tatu ni mfumo mpya wa maisha ambao Mungu alikuwa amekusudia mwanadamu awe nao. Hakutaka tena mwanadamu aendelee kuishi kutokana na namna ambavyo ulimwengu unaishi ukiendeshwa na adui. Alikuwa amemletea mwanadamu ukombozi ili kumtoa kwenye mfumo wa maisha aliyokuwa nayo na kumpa mfumo mpya wa maisha ambayo Yesu mwenyewe alikuwa anaishi katika mwili. Kwa ukimtazama Yesu alipokuwa akitembea katika mwili, inakupa picha ya namna ambavyo mfumo wa maisha ambayo alikuwa amewaletea wanadamu. Ukwahi kumsikia Yesu akiwa anaumwa, yuko hospitali. Ukwahi kumsikia Yesu analia kutafuta michango ya kwamba huduma iende. Ukwahi kumsikia Yesu akiwa anaangaika kukusanya ndugu na jamaa ili kutatua matatizo ambayo yanaendelea kwenye huduma alikuwa anaipitia. Kwa pamoja na vitu vyote ambavyo walikuwa vina misukosuko alikuwa anakutana nayo, changamoto kubwa alizokuwa anakutana nazo, zote alikuwa anashinda kwa sababu ya mfumo wa maisha aliyokuwa nao ulikuwa hautokani na ulimwengu, ulikuwa unatoka kwa baba yake. Kwa uhai aliyokuwa nao ulikuwa sio kwake yeye, uhai aliyokuwa nao ulikuwa unatoka kwa nani? Kwa Mungu mwenyewe. Sasa huo uhai alipofanikisha kumkomboa mwanadamu, hakuondoka nao yeye peke yake, bali alimpatia na mwanadamu awe na huo uhai. Kwa hiyo inapokuja swala la ukombozi wa wanadamu, inawezekana kuna vitu vingi sana, lakini mimi nimetazama kwa haraka vitu vitatu: thamani ya mwanadamu mbele za Mungu, pili
gharama ambayo mwanadamu aliruhusu iingie kutokana na kuiruhusu dhambi kwenye maisha yetu. 3 ni mfumo mpya wa maisha ambayo Mungu mwenyewe alikuwa anataka wanadamu wawe nayo, na huo mfumo tuliona kwa Yesu mwenyewe katika siku zile alizokuwa katika mwili. Tuliona namna ambavyo alikuwa anaishi katikati ya upinzani mkubwa, lakini kwenye kila eneo alikuwa ni mshindi. Na Pilato mwenyewe alikuja akakiri mwishoni akasema, mimi sioni kosa la mtu huyu. Pamoja na kwamba usiku na mchana walikuwa wanatafuta wakimtaka kumtega kwa maneno, lakini yeye huko toko alikuwa anaweza kutegua mitego yao, na katika mambo yote haya kumkosea Mungu. Sasa huo mfumo wa maisha ambao Yesu alikuwa akiuishi ndio ambao alikuwa anataka yeye ambaye anamkombolewa au yeye ambaye anapokea wokovu huo aweze kuwa nao. Na sio uongo ya kwamba kila mtu aliyempokea Yesu ana mfumo wa maisha kwenye ndani yake. Ile tu kwamba haujadhihirika katika mwili, lakini rohoni kwako una mfumo au na maisha yale yale au na uzima ule ule ambao Yesu alikuwa nao. Ulianza na Baba, ukadhihirika kwake Mwana, na kila mtu anayepokea ana uzima huo huo aliokuwa nao Yesu, ambao Biblia inaita uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kujua haya mambo ya kwamba wokovu wa mwanadamu kutoka kwenye picha ya kimungu kwa maneno haya machache, nataka turudi kuangalia kitu kimoja. Kabla hatujaanza kuhangaika kwenye kutazama wokovu, lazima turudi kwenye kitabu cha Mwanzo. Nampenda mhubiri mmoja huwa anasema, ukitaka kufaidi Biblia vizuri lazima uijue kitabu cha Mwanzo, kwa sababu kitabu cha Mwanzo ndio kimebeba msingi wa Biblia nzima. Kwa mfano, kwa sababu kile ambacho Yesu amekuja kutatua, shida ilianzia kwenye kitabu cha nini? Cha Mwanzo. Mambo yote ambayo Yesu amekuja kushughulika nayo yalianzia pale. Chimbuko ni pale mwanzo. Kwa ukitaka kufaidi uzuri wa kumjua Mungu na kumjua Kristo vizuri, ambao mtumishi akati anazungumza maneno hapo mwanzoni, alikuwa anazungumzia habari ya uzima wa milele, kumjua Mungu na Kristo, lazima kitabu cha Mwanzo wewe unakipenda, kwa sababu chenyewe ndio kimebeba asili kwanza ya mwanadamu, anguko la mwanadamu na mchakato mzima wa ukombozi wa mwanadamu jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kabla hatujaingia kuona tatizo lilikuwaje, lazima tumuone mwanadamu alikuwa ameumbwa kwa namna gani, thamani yake ilikuwaje, yaani alikuwaje kabla ya kuanguka. Tukimjua alikuwaje kabla ya kuanguka, ndipo tutakapokuja kuona kile ambacho wokovu ulikuja kufanya. Kwa lazima kwanza ujue tatizo, anze kujua kwanza hali ya kawaida ilivyo, ndipo ujue tatizo lilileta, yaani dhambi ilipoingia ileta shida gani, alafu na namna ambavyo Yesu alikuja kutatua hiyo shida. Wakati tunasoma habari za afya mwaka wa kwanza, tulikuwa tufundishwe magonjwa. Tulikuwa tunajua tunaambiwa mjue mwanadamu kawaida jinsi alivyo, yaani figo lake lafanyaje kazi, mwili wake unafanyaje kazi. Hapo haumwi, iko vizuri, unaambiwa kujua ubongo unafanyaje kazi. Sasa kadiri miaka inapoendelea mbele, ndio unapoanza kupewa sasa kujua ugonjwa ukiingia kwenye figo unakuwa hivi, ukiingia kwenye ini unakuwa hivi. Kwa hiyo ukitaka kujua uzuri wa wokovu, lazima ujue kwanza kabla shida haijaingia mwanadamu alikuwaje, ili shida ilipoingia ileta shida gani, ileta uharibifu gani, alafu Yesu anakuja kurudisha nini katika kile ambacho kilikuwa tangu mwanzo. Fungua na mimi Mwanzo 1:26. Mwanzo 1:26. Asante. Hili andiko tulisikia tena wiki kama 2 zilizopita, ya kwamba mfumo mzima wa namna ambavyo mwanadamu alivyoumbwa inatokana na sura ya Mungu na mfano wa Mungu, ndio matengenezo mazima ambayo mwanadamu aliumbiwa. Itazama vizuri hii Mwanzo 1:26 inatuambia kwamba matengenezo au uumbaji wa mwanadamu ulitokana na material ambayo yalikuwa yanatoka kwa Mungu mwenyewe. Ngoja tuzungumzie kwa mfano.
Ushakutana na zile picha mtu anakuchora jinsi ulivyo. Yaani anakuchora. Ukijiangalia kwenye picha ni kama vile ni wewe. Sio amekupiga picha, yaani amekuchora. Ushakutana na hivyo vitu kwamba kuna watu ambao ni maartisti wana uwezo wa kumchora mtu kama alivyo. Na hizo picha zinakuwa za gharama kubwa sana. Sasa pata picha, wakati Mungu anataka kumuumba mwanadamu aliamua kufanya kama vile yule artist aliyekuwa anachora, akawa anajaribu kuchora jinsi alivyo. Pata picha, nataka tu tuweze kupata ufahamu. Sio kama ndivyo, lakini hichi kitu nataka kiweze kukaa vizuri kwenye ufahamu wetu. Ashumu sasa ndo anachora jinsi yeye alivyo. Alafu amaliza kutengeneza ile picha. Ile picha sasa katika ulimwengu wa picha ile picha ianze kufanya kazi kama yule mtu aliyechora. Yaani kama vile mtu anachora ni picha yangu, alafu ile picha yangu sasa ianze kufanya kazi kama mimi. Imechukua sura yangu, alafu ianze kufanya kazi kama mimi. Sasa wakati Mungu anataka kumuumba mwanadamu, najaribu kufikiri tu kutoka kwenye hiyo picha kwamba alikuwa na kitu kama hicho, kwamba nataka nitengeneze nimuumbe mtu ambaye atachukua sura yangu, alafu atatenda kama mimi. Kwa wakati mwanadamu anaumbwa, ni kana kwamba Mungu alikuwa anasema nataka mimi sasa nidhihirike katika mwili. Mimi ni roho, lakini sasa nataka niishi katika mwili. Nafanyaje? Nataka nimtengeneze mtu ambaye atakuwa anafanana na mimi. Mimi katika roho, ile nikiwa katika mwili nifanane na huyo mtu. Yaani kana kwamba mwanadamu ulikuwa ukimtazama mwilini, alafu kumtazama Mungu rohoni, wanafanana. Hiyo ndio namna ambavyo mwanadamu alivyoumbwa. Yaani kama ni material kumtengeneza mwanadamu, yalitoka kwa Mungu mwenyewe. Na si kwamba alimtengeneza kwa sura ile ya kwake, lakini hata utendaji wake ulikuwa unatokana na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Najua haya mambo ukitaka kuyazungumza kiundani zaidi, kuna wakati unakuwa unapata wasiwasi. Sababu kuna watu ambao wanaweza kusema huyu mtu anazungumza vitu gani? Lakini hiyo ni Biblia, kwamba wakati ya Mungu anatuumba sisi, alituumba kwa sura yake na kwa mfano wake. Ni kana kwamba Mungu alikuwa anasema okay, nataka mimi sasa niishi katika mwili. Ili niishi katika mwili, nitamtengeneza mtu ambaye atakuwa kama mimi, lakini anadhihirika katika mwili. Yaani ni picha ya kwangu mimi mwenyewe, lakini nikiwa mwilini natakuwa naonekana kama mtu. Yaani mimi mwenyewe lakini katika mwili naonekana kama mtu. Na si tu hivyo, lakini utendaji, namna ambavyo ule uwezo wangu wa kutenda vitu, wa kufikiri vitu, sasa ninapachika ndani ya yule mtu. Kwa yule mtu aliyeumbwa alikuwa amekaa katika mfumo huu, kabeba sura ya Mungu, na namna ya utendaji wa kimungu ilikuwa inafanya kazi ndani ya yule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maneno marahisi, mwanadamu wa kwanza alikuwa amebeba asili ya uungu kabla anguko halijaingia. Alikuwa amebeba asili ya uungu kabla anguko halijaingia. Ni kama wataalamu wa kuangalia wanasema postmortem, ikitokea ajali saizi au imetokea mauti sehemu, labda kwenye nyumba ya mtu, kabla mjamgusa, wanataka wataalamu wa mambo ya sheria waje wachukue ule mwili, wanampelekea mtaalamu wa afya, na kwa anaangalia, je, nani alikuwa mwisho kumgusa huyo mtu na vitu vingine. Sasa kama tungepata nafasi ya kuangalia Adam kabla hajamkosea Mungu, tungeweza kumjua Mungu katika mwili huo anaonekanaje. Kabla hajamkosea, tungeweza kufahamu Mungu katika mwili anakuaje, utendaji kazi wake ukoje. Ndio maana hata alipoletewa wale wanyama, haikumhitaji nguvu kubwa sana Adam kuanza kumuuliza Mungu kwa maombi ni wahitaji, kwa sababu ule uwezo wa utendaji wa fikra zake ulikuwa uko sawa sawa na Mungu. Kwa hiyo hata alipokuwa akiwaita majina, Mungu alikuwa anapiga tiki, kwa sababu hichi ndicho ambacho nilikuwa nikikusudia. Hivi ndivyo nilikuwa nafikiri wakati naomba. Wakati namuomba simba, nilikuwa nafikiri hivi, kwa mwanadamu akaweza kufahamu kwamba huyu ni simba. Sasa angalia jinsi ambavyo
thamani kubwa ambayo Mungu alikuwa amempa mwanadamu. Hiyo ndio picha ambayo Mungu alikuwa nayo kati na Mungu wa mwanadamu, kwamba akati nafuatilia hichi kitu kwenye lugha ya Kiebrania nafikiri na Kigiriki, wakasema wafalme wa zamani walikuwa na tabia ya wakiwa na tawala, kwa mfano ile eneo la Mshikamano, mfalme akitaka kuja kutawala ile eneo, yeye labda anakaa Gongo la Mboto kwa mfano, ili atawale ile eneo, anachukua picha yake, sura yake, anaileta mahali hapa, alafu ile sura yake inakuwa imebeba mamlaka yake. Na wenyewe walienda mbali zaidi, wakasema mfalme kipindi hicho alikuwa ni kama Mungu, kiasi kwamba mfalme alikuwa akisema neno ni kama Mungu amesema. Kwa hiyo hii picha ya sura na mfano wa Mungu ilikuwa ni inaendana na kama hilo eneo, kwamba ile picha yule mfalme ni kama vile mfalme mwenyewe yupo kwenye ile eneo, anatenda kazi zake kwenye ile eneo. Kwa kama ni Mshikamano, yule mfalme ambaye yuko Gongo la Mboto, ile picha yake iko hapa, ile statue yake iko hapa, inafanya kazi kana kwamba yeye yuko hapa na ina mamlaka ile ile ya yule mfalme ambaye yuko. Kwa hiyo mwanadamu naye alikuwa ni hivyo, alikuwa amebeba sura ya Mungu, kiasi kwamba ni kana kwamba Mungu yuko hapa duniani, ili hali yeye yuko wapi? Mbinguni. Kwa mwanadamu alikuwa ni mwendelezo wa namna ambavyo Mungu alivyokuwa katika mwili. Najua kuna wakati labda tukifika mbinguni ndio tutafahamu thamani sisi ya thamani yetu kama wanadamu. Tumekuwa ni watu fulani dhaifu ambao tumekuwa tukiruhusu kila hali ituelezee sisi ni kina nani. Kabila litupe thamani yetu, cheo kitupe thamani yetu, hela, ukiwa na hela kuita tajiri basi una mabega yanapanda juu. Ukiwa una cheo, akikuita cheo fulani basi unapanda juu, asipokuita cheo unaona kama unakudharau. Ukiwa una nafasi mbalimbali pia. Lakini haya yote ni mazuri, lakini hayatupi thamani halisi ya sisi ni kina nani ambayo Mungu alikuwa ametuombea. Sasa hebu tuangalie baada ya dhambi kuingia nini kilitokea sasa. Msomaji utatupeleka kwenye Warumi 3:23, lakini kabla ya kuisoma moja kwanza nielezee. Warumi 3:23 utatupeleka hapo, lakini kabla hujasoma ngoja kuna mambo fulani yazungumze hapo. Kwa wakati uasi unatokea, wakati mwanadamu anatenda dhambi, ile asili ya uungu aliyokuwa ameumbiwa na Mungu ilipotea. Ile asili ya uungu ambayo ilikuwa imebeba mamlaka ya kifalme ya Mungu hapa duniani, kwa sababu tunakumbuka baada ya kumuumba alimwambia katawale. Kwa hiyo alikuwa ni mfalme ambaye anatawala nafasi ya Mungu hapa duniani. Dhambi ilipoingia ilienda kuharibu ile sura na mfano wa Mungu kwenye maisha ya mwanadamu. Sawa, mambo mengi yaliharibika, lakini eneo kubwa ambalo lilipata shida lilikuwa ni ile asili ya uungu ikaharibiwa. Akaenda tafakari ile eneo, nikafikiri kitu fulani. Maji haya ya kawaida, haya maji ukiachemsha sana yanakuwa mvuke. Maji haya ya kawaida ukiweka kwenye baridi sana yanakuwa barafu. Kwa maji yanaweza yakabadilisha kabisa mfumo kama mvuke, na wanasayansi wakaita huo mvuke ni gesi, kitu tofauti kabisa na na maji yalivyo. Hivyo maji ukiweka kwenye baridi yanakuwa barafu, tofauti kabisa mfumo au muonekano na ile asili ya kwake. Sasa dhambi ilipokuja nikana kwamba ni ule moto ambao unachemsha ile maji afu unayabadilisha kuweka kwenye mfumo mwingine. Kwa hiyo dhambi ilienda kumbadilishia mwanadamu mfumo wa kwake wa kawaida, ukampa mfumo mpya. Narudia tena. Maji yanaweza kawa gesi yakikutana na moto mkali. Ukichemsha maji sana, kuna mvuke fulani huo unatoka. Ile ni gesi, wanasayansi wameita kwamba ni gesi. Maji yamebadilika kutoka kwenye mfumo mmoja kwenda kwenye mfumo mwingine. Ile ni gesi. Lakini ile gesi ikiendelea kupoteza
joto, inaweza karudi kawa maji. Ndio maana ukichemsha maji sana afu kafunika, yale maji kwa juu unakuta kuna mvuke ukifunika. Lakini ule moto ukishatoka, yale maji yanaanza kurudi, ule mvuke unaanza kuwa maji tena. Hivyo hivyo barafu ukiliweka kwenye baridi sana inakuwa jiwe kabisa. Lakini likiendelea kupoteza ile barafu linarudi kwenye hali yake. Sasa cheki, dhambi ilipokuja kufanya, ilichukua ile asili ya mwanadamu ikaiondoa kabisa, ikafanya kitu kingine kabisa. Yule mwanadamu ambaye alikuwa tunamwona kwamba amebeba sura na asili ya Mungu, alipelekwa kwa kitu kingine kabisa, tofauti na ile asili ya kwake ya kwanza ambayo Mungu alimuumbia. Hem, tusomee hiyo Warumi 3:23. Nitasoma Warumi 3:23. Neno linasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Asante. Wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini kuna neno lingine tena hapa ambalo Yesu alisema, ambalo tunaweza tukajifunza kitu. Yohane 8 na mstari wa 44. Yohane 8 na mstari wa 44. Nitasoma Yohana 8:44. Neno linasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye aliyekuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Amen. Hapa alikuwa anazungumza na binadamu, alikuwa anazungumza na nani? Si binadamu hapa. Anasema nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi. Alafu aseme tu hivyo, aishi tu hapa, anasema na tamaa za baba yenu ndizo mnazopenda kuzitenda. Tokea leo mwanadamu akachukua asili ya shetani. Yaani neno baba manake ni mwanzilishi wa uzao mpya. Kwa hiyo kuna level ambayo mwanadamu alibadilishwa na dhambi akawa kama uzao wa shetani. Kiasi kwamba shetani akawa anaitwa baba kwenye huo uzao. Na sio tu hivyo, lakini pia utendaji wake ukawa unafanana vile vile na nani? Anasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mnazopenda kuzitenda. Huyu mtu aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, amepinduka mpaka amekuwa kama mtoto wa shetani, na utendaji kazi wa shetani ndio unafanya kazi ndani yake. Hayo ni matokeo ya dhambi. Dhambi ilibadilisha kabisa ule matengenezo ambayo Mungu alikuwa amefanya kwa mwanadamu, yakatoa ile asili ya uungu yakaweka asili ya shetani. Sehemu zingine wanauita utu wa kale, sehemu zingine wanaita mwili wa dhambi. Inawezekana inaelezewa kutoka kwenye engo tofauti tofauti, lakini kitu ni kile kile, ile asili ya uasi ikawa ndani ya nani? Ya mwanadamu. Sasa pale kuna vitu vingi sana viliharibika. Vitu vingi sana viliharibika pale. Baada ya uasi kutokea, manake vitu vingi ambavyo vilivyokuwa ametengenezewa mwanadamu viliharibiwa na ile dhambi. Viliharibiwa na ule uasi. Sasa hapo juu kama unaandika kwa nini Yesu aliamua kuvaa mwili? Kwa nini Yesu aliamua kuvaa mwili? Kuna wakati nilipopata neema kwa kulitafakari ile neno, nilishangaa sana. Ule mwili aliovaa Yesu hauna tofauti yoyote na mwili ule ambao wanadamu wengine wote tunao. Na sio tu hivyo, lakini uharibifu wote ambao shetani aliufanya kwenye maisha ya mwanadamu, ule mwili ulikuwa umebeba ile asili ya kumwasi Mungu, chuki, hasira, majivuno, kiburi, vyote vilivyokuwa vina kinyume na Mungu, vilivyokuwa kwenye mwili, au uharibifu wote ambao dhambi ilileta kwenye maisha ya mwanadamu. Yesu alivaa ule mwili, hakupewa tofauti. Kwa hiyo ule mwili ambao Yesu alivaa ulikuwa ni picha ya mbali sana, ikituonyesha kwamba madhara yote ambayo dhambi ilifanya kwa mwanadamu
Sasa Yesu aamua kuyavaa yale madhara au uharibifu wote au utumwa wote ambao dhambi ilikuwa ikimtumikisha mwanadamu. Yesu aliamua kuuvaa ule utumwa yeye mwenyewe. Wakati nasema hayo, tukumbuke yale maneno ambayo Pilato aliyasema wakati wamemletea mashtaka ya Yesu. Alimwambia, mimi sioni kosa la huyu, na kweli alikuwa hajakosea. Kwa wakati uharibifu wote na nguvu yote ambao mwili ulikuwa ukimtumikisha mwanadamu, lakini Yesu alipouvaa ule mwili haukuweza kumshinda. Unajua ni kwa nini saizi ulimwengu umeharibika sana? Ni kwa sababu ya hii asili ya uharibifu ambayo shetani alipanda ndani ya mwanadamu. Hii asili ya uharibifu ndio ambayo ilikuwa inamtumikisha mwanadamu kutumikia kusudi la shetani katika haya maisha. Yeye mwenyewe alikuwa hapendi, hataki, lakini kama vile kipindi cha utumwa wa baba zetu ambao walikuwa hawataki kutumikishwa, lakini kwa nguvu ya yule mtumikishaji au yule bwana alikuwa anawatumikisha, walikuwa hawana chaguo, lazima watumikie. Kwa ule mwili ni mfano wa utumwa ambao shetani alikuwa anawatumikisha wanadamu, na huo utumwa Yesu akaamua kuuvaa mwenyewe. Msomaji wangu nipeleke kwenye Wafilipi 2 mstari wa 7. Wafilipi 2 na mstari wa 7. Kwa wakati msomaji atakupeleka hapo, kama unaandika mambo yote ambayo dhambi iliharibu katika maisha yetu, Yesu aliyavaa kupitia ule mwili alikuwa ameuchukua. Mambo yote ambayo dhambi iliharibu kwenye maisha yetu, yaani lile tukio la kuharibu mfumo mzima wa mwanadamu lilipotokea baada ya dhambi kuingia, Yesu alichukua ile hali akaivaa mwenyewe. Umefika msomaji? Amina. Wafilipi 2 mstari wa 7. Neno linasema, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Asante. Akatoa namna ya utumwa. Kwa ule utumwa ambao mwanadamu alikuwa anatumikishwa, yeye mwenyewe akauvaa kwenye mwili, akauchukua. Nipeleke pia na Waebrania sura ya 2 mstari wa 14 mpaka 15. Waebrania sura ya 2 mstari wa 14 mpaka 15. Nitasoma Waebrania 2:14. Neno linasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Mstari wa 15. Awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Amina. Asante. Katika hofu ya mauti walikuwa katika hali ya walikuwa ni watumwa. Sasa yeye mwenyewe anachukua ile hali ya utumwa, anaivaa mwenyewe. Lengo kubwa ni kuharibu nguvu ya ile hali ya uharibifu ambayo dhambi ilileta. Ile asili ya shetani, ile asili ya mauti, yeye mwenyewe akaivaa. Kwa sababu hiyo asili ya mauti ndio ambayo ilikuwa inamtumikisha mwanadamu mpaka sasa. Mtu ambaye hana Kristo, hiyo asili inamtumikisha. Kwa hiyo hali ya utumwa ambayo ilikuwa ikimtumikisha mwanadamu kihalali, yeye mwenyewe aliuvaa katika mwili. Kwa ule mwili aliokuwa ameuvaa ulikuwa umebeba asili ya mauti ambayo ilikuwa inawatumikisha wanadamu waliokuwa katika hali ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa alipokuwa amevaa ule mwili, andika mambo yafuatayo alafu nitaelezea. Asili ya uungu aliyokuwa nayo rohoni iliua ule utu wa kale, ile asili ya mauti katika mwili. Kwa hiyo ile asili ya uungu aliyokuwa nayo iliua ile hali ya utumwa wa mauti ambayo ilikuwa katika mwili, na akaufanya ule mwili ambao ulikuwa unatumikia adui, kusudi la adui uanze kutumikia shauri aliyokuwa amelibeba la Mungu ndani yake. Narudia tena, ile asili ya uungu aliyokuwa nayo
iliua ile asili ya mauti, ile hali ya utumwa aliyokuwa nayo, ile hali ya utumwa ambayo wanadamu walikuwa wanatumikishwa. Kwa hiyo, kwa sababu salivaa ile hali ya utumwa aliyokuwa kupitia ule mwili, sasa ile asili ya uungu iliyokuwa ndani yake, kwenye roho yake, iliua ile asili ya dhambi iliyokuwa kwenye mwili, kiasi kwamba ule mwili haukuweza kutumikia dhambi tena wala kutumikia mauti tena, ukatumikia kusudi la Mungu ambalo yeye alikuwa amelibeba kwenye roho yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haikuwa rahisi. Ule mwili haukumheshimu tu kwa sababu alikuwa amekuja kama Mungu duniani. Ulikuwa unamletea majaribu yale yale ambayo wanadamu wote duniani walikuwa wanayapitia. Lakini aliweza kushinda vile vita kwa sababu aliruhusu roho yake itawale ule mwili. Na roho yake ilipoweza kutawala ule mwili ukawa umekufa kwa habari ya dhambi, ukawa uko hai kwa habari ya kusudi ambalo yeye alikuwa amekuja kulitimiza kwenye ule ulimwengu. Tuko pamoja? Amen. Kwa hili somo tuna hapa kwenye hiki ambacho tumekijifunza, inatupa somo namna ambavyo kuna mali Paulo anasema mkishi kwa roho, enendeni kwa roho. Hii concept imetoka hapa kwamba bila roho yake Yesu kuwa na nguvu kwenye mwili wake, angekuwa rahisi naye kutumikishwa kama sisi ambao tulikuwa tunatumikishwa. Lakini yeye hakuruhusu roho yake iwe chini ya mwili wake, bali yake aliruhusu roho yake kuwa superior kwenye mwili wake. Kwa namna gani? Alikuwa anaomba. Maandiko yanasema katika siku hizo za mwili wake alimtolea yeye aweze kumwokoa na kumtoa katika mauti, dua, sala na maombi akasikilizwa kwa vile alikuwa mcha. Kwa Yesu alikuwa muombaji sana, kwa sababu alikuwa anajua mashindano ambayo yanaendelea kutoka kwenye ile asili aliyokuwa ameivaa ya utumwa wa wanadamu, ingeweza kazuia ile kusudi aliyokuwa amelibeba la kimungu la kutimiza kwa ajili ya wanadamu. Kwa hiyo ilibidi yeye mwenyewe awe wa kwanza kwa njia ya roho yake kuhakikisha kwamba roho yake inakuwa na nguvu kuliko ule mwili aliokuwa ameuvaa, ili aweze kushinda mashambulizi yote ambayo shetani alikuwa anampelekea kupitia ule mwili. Alikuwa anajaribiwa vile vile kama sisi, tena alijaribiwa zaidi, lakini hakuna jaribu hata moja ambalo lilimshinda. Kwa namna gani? Kwa sababu roho yake yeye iliweza kuhakikisha kwamba anatumikia kusudi ambalo liko rohoni kwake kwa njia ya maombi na kumtii Mungu na kufanya kile ambacho Mungu anataka. Alipokuwa akifanya hivyo, roho yake ikawa na nguvu ya kuua mashambulizi yote ambayo adui alikuwa anamletea kupitia ile asili ya utumwa wa dhambi ambayo alikuwa ameibeba ya wanadamu. Ndio maana Pilato akawa na ujasiri wa kuambia watu, mimi sioni kosa lake huyo mtu. Hakuwahi kumjibu mtu vibaya. Alipokuwa akimletea maneno magumu, yeye akaweza kuwarudisha kama yalivyo. Walipokuwa akija kujaribu kutaka kumtega kwa maneno, alikuwa akitulia tu. Roho wa Mtakatifu ambaye alikuwa ndani yake anamwambia jibu 1 2 3, na akijibu tayari ameshinda. Kuna wakati ambapo aliwekwa katikati, aidha aitangue torati au avunje taratibu wa tawala kipindi kile. Yaani, Bwana tumekuletea mwanamke mzinzi huyo. Torati nasema tumpige mawe. Wewe unasemaje? Torati imenyoka kabisa, inasema huyu mtu kwa sababu umekamatwa kwa uzinzi anatakiwa apigwe mawe. Wewe kama wewe unasemaje? Unajiuliza, hawa walikuwa wanashika Torati. Kama Torati ilikuwa inasema hivyo, ile lazima nini mpaka umletee Yesu? Walikuwa wanataka nini kwa Yesu mpaka umletee? Walikuwa wanataka kumtega kwa maneno ili waweze kumpata sababu ya kumshtaki. Akatulia chini, Roho Mtakatifu akaanza kumfunulia dhambi ya kila mmoja. Na uzuri ni kwamba alianza kufunua dhambi ya yule mkubwa kabisa kwa umri aliyekuwa kwenye ile kusanyiko. Bwana, wewe mkubwa, wewe wa kwanza, wewe ni mkubwa miaka 80, yeye dhambi yako 1 2 3. Wao anafuata miaka 50, dhambi zako wewe 40 mpaka wale wa mwisho. Kwa walianza kuondoka tangu mkubwa mpaka mdogo. Kwa kila mmoja alipokuwa akiona ile dhambi yake anashtakiwa moyoni mwake, dhambi yake inamshtaki, anasema mimi mwenyewe pia ni mhanga kwenye ile tatizo. Anaondoka, anainua kichwa na mkono ile mwanamke yuko peke yake. Kaambia washtaki wao kwa wapi? Kaambia wao, hata mimi sikushtaki. Kaambia nenda zako usitende dhambi tena. Wanamletea dinari, wanaambia dinari, bwana, hii je, ni halali kulipa? Alianza kumwambia ni halali kulipa kweli kwa Kaisari. Hapa ni kumchonganisha yeye na serikali ya Rumi. Kaambia okay, nenda dinari. Ile dinari akaonyesha yeye
inaonyesha nini bwana? Chapa yake nani? Ina Kaisari, basi mpateni Kaisari la kwake na Mungu mpeni Mungu. Hiyo huwezi ukapata haya maarifa kwenye ule mwili aliokuwa ameuvaa, haiwezekani. Lazima roho yake ilikuwa na uwezo wa kuweza kudownload kutoka kwenye akili ambayo Mungu alichokuwa anakiwaza kwenye ile eneo, na asingeweza tu kuweza kufikia ile kujua kwamba Mungu anawaza nini kwenye ile eneo mpaka roho yake iwe na nguvu kuliko mwili wake. Kwa kelele ambazo mwili ulikuwa unajaribu kupiga zilikuwa haziwezi kumzoea kusikia kile ambacho Mungu anataka alisikia wakati anamletea majaribu. Ndio maana akaweza kushinda mambo yote ambayo ule mwili ulikuwa umeyabeba kutaka kuzuia kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Andika kichwa kifuatacho. Andika mambo ambayo yalitendeka msalabani. Mambo yaliyotendeka msalabani. Kwa nini iliwalazimu wao wamtundike kwenye mti? Walishindwa kumuua tu kifo cha kawaida. Kwa nini iliwalazimu wao wamtundike kwenye mti? Na historia inasema wali zile kanda za kuigiza huwa zinaondoa kidogo namna walipotenda wale watu. Zile kanda za kuigiza zinaonyesha kwamba yule mtu amefunikwa hapa, lakini historia inasema alikuwa uchi kabisa, na ile mahali walipokuwa wamemtundika ilikuwa ni karibu na soko. Kwa maana yake walikuwa na kusanyiko la watu wengi walikuwa wanaanza kumuona. Kwa hiyo kwa nini apitie mambo yote hayo kwa ajili yetu? Kwa nini apitie mambo yote hayo kwa ajili yetu? Cha kwanza ambacho kilitokea pale msalabani, ile asili ya kale iligongomelewa msalabani. Wakati wale watu hawajui ya kwamba kile wanachokifanya pale msalabani wanatimiza kusudi la Mungu la kuua ile asili ya kale ambayo Adam na mke wake waliruhusu kuingia katika ulimwengu kupitia dhambi. Sasa Yesu baada ya kubeba ile asili kwenye mwili wake alienda kuigongomelea wapi? Msalabani. Kwa pale msalabani ile asili ya kale iligongomelewa. Tunapata wapi? Wakolosai 2 na mstari wa 14. Wakolosai 2 na mstari wa 14. Nitasoma Wakolosai 2 mstari wa 14. Neno linasema, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongemea msalabani. Amen. Amina. Kwa aliigongomelea msalabani ile hati ya mashtaka ilikuwa inatuhukumu sisi. Kwa hiyo dhambi ilichokuwa inakitaka, mashtaka ilikuwa inayataka kwenye maisha yetu, Yesu alibeba kupitia ule mwili wake akaipeleka pale msalabani, akagongomelea pale ile asili ya kale. Wakati wakiwa busy wanataka kumuua kwa kumwaibisha na kumtendea unyama walipokuwa wanafikiri wao, kumbe kila tendo walilokuwa wanalifanya Mungu alikuwa amelikusudia ili liweze kumsaidia au kumwokoa nani? Mwanadamu. Kwa ile asili ya kale, asili ya shetani ambayo ilikuwa imeingia kwa sababu ya uharibifu wa dhambi. Ule uharibifu sasa ye mwenyewe shetani kupitia watu wake wanaiondoa ile asili yao wenyewe. Ndio maana moja kati ya eneo ambalo Mungu alitumia hekima kubwa sana ni kwenye mauti ya Yesu Kristo. Na ile hekima ilikuwa kubwa kiasi kwamba shetani na ujanja wake wote hakuweza kung'amua hata tukio moja. Akawa anatenda vitu akifikiri anamkomoa Yesu. Kumbe kila anachokifanya kimerekodiwa kwa ajili yetu. Biblia inasema kwa kupigwa kwake Yesu sisi kwa wakati anampiga akifikiri anamkomoa, kumbe sisi ndivyo tunapopata kwa kuponya kutokea kwenye ile eneo. Kwa kila tukio ambalo lilikuwa linafanyika kwa maslahi yetu sisi wanadamu ambao Yesu alikusudia kuja kufa kwa ajili yetu. Kwa cha kwanza ni kwamba ile asili ya kale iligongomelewa msalabani.
Kingine ambacho tunajifunza pale kwenye tukio la msalabani ni nguvu ya Mungu ambayo inaweza kutatua matatizo yote ambayo dhambi ilituletea. Kwa hiyo msalaba ni nguvu ya Mungu ambayo inaweza kututatulia matatizo yote ambayo dhambi iliyaleta. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 18. Wakorintho wa kwanza 1:18. Nitasoma Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Neno linasema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali sisi kwetu tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Amen. Asante. Kwa hiyo pale msalabani nguvu za Mungu zilizokuwepo pale zilikuwa zinaua na kuokoa ile asili yetu, au mkoa mwanadamu kutoka kwenye ile asili ya kale. Kwa hiyo msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, lakini kwa sisi tunaokolewa ni nguvu ya nani? Nguvu ya Mungu. Kwa msalabani pale nguvu za Mungu zilikuwa pale kwa kwamba zinatuokoa sisi wanadamu kutoka kwenye ile asili ya shetani ambayo ilikuwa imetutumikisha. 3, kitendo cha Yesu kufa msalabani kilimaliza gharama yote ambayo dhambi ilikuwa inatudai. Kwa kitendo cha mauti ya Yesu pale msalabani kilikuwa kinamaliza kabisa deni la dhambi ambalo wanadamu walikuwa wanadaiwa, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, na ili dhambi ituache lazima mauti itokee. Kwa wakati Yesu anakufa msalabani alikuwa anawaambia, basi ile gharama mlikuwa mnadai wanadamu ili muache huru, mimi nimeilipa kwa njia ya mauti yangu pale msalabani. Kwa hiyo mauti ya Yesu Kristo pale msalabani yalilipa gharama yote ya dhambi ili mwanadamu aokolewe kutoka kwenye dhambi apate kuwa huru. 4 ni laana. Biblia inasema alifanyika laana ili siweze kupokea baraka ambazo Mungu alikuwa amemwahidia Ibrahimu baba yetu. Kwa hiyo wakati akiwa msalabani, Biblia inasema amelaaniwa mtu yule angikwae msalabani. Kwa kitamaduni za Kiyahudi, mtu akipigiliwa msalabani inaosha ni laana ile. Sasa wale watu, narudia kusema, kama kuna kitu kuna eneo ambalo Mungu alitumia hekima kubwa sana ni kwenye eneo la mateso na mauti ya Yesu Kristo. Yaani shetani hakuweza kung'amua tukio hata moja ambalo lilikuwa linafanyika pale. Alikuwa anaamini anamkomoa Yesu. Kumbe kila alichokuwa kikifanya ni kwa ajili yetu. Kwa wakati anampigilia Yesu msalabani akifikiri kwamba amemwaibisha, akujua kwamba amelaniwa mtu yule angekwae. Kwa hiyo Yesu alichukua laana zetu wapi? Kwa alifanyika laana ili sisi tuweze kupokea baraka ambazo alikuwa amemwahidia zetu Ibrahimu. Kwa hiyo msalabani, akiwa msalabani Yesu alifanyika laana ili sisi tuweze kutoka kwenye laana, tuweze kupokea baraka ambazo Mungu alikuwa ametuahidia kwa njia ya Ibrahimu baba yetu. Ukisoma Torati ilikuwa inasema imetupasa kutii, tukitii tunapokea baraka, tukiasi tunapokea laana. Sasa hapakuwa na mtu hata mmoja kwenye huu ulimwengu ambao alikuwa na uwezo wa kuishika Torati kikamilifu. Kwa hiyo kwa maneno marahisi, kila mmoja ambaye alikuwa katika huu ulimwengu, tukianza na wale ambao waliopewa Torati, hakuna hata mmoja aliyekuwa anatembea kwenye baraka. Wote walikuwa chini ya laana, kwa sababu hakuna hata mmoja aliyekuwa na uwezo wa kushika sheria. Kwanza zile sheria zilikuwa nyingi, na si tu zilikuwa nyingi, lakini ile asili ya dhambi ilikuwa bado haijamuondoka mwanadamu. Torati ni nzuri, na sio tu kwamba ni nzuri, lakini asili yake au utendaji kazi wake au uzuri wake unakuja tu pale ambapo ile asili ya adui inapomondoka kwa mwanadamu, alafu ile asili ya uungu inapoingia ndani yake. Ukimwambia mtu usiibe, haimhitaji kumhubiria usiku kwa asubuhi mpaka jioni.
asili ya wizi haiko ndani yake. Ukimwambia mtu usitamani, kwa sababu asili ya shetani imeondoka ndani, asili ya ungu imeingia ndani, wala hata afikiri ile eneo. Yaani sasa hizi nazungumzia mtu ambaye ameokoka kweli. Uanze kumwambia usiibe. Anakuambia unazungumza kitu gani? Ile eneo la kuiba tumeshalishinda muda mrefu sana. Ile usiseme uongo. Hicho kisio habari ya kuhubiri sasa hizi. Kwa sababu ile asili ya uongo ile imesha ondoka. Ile asili ya uongo imeingia ndani kiasi kwamba inamwezesha mwanadamu atembee, asiibe, asiseme uongo, asifanye mambo yanayofanya nani? Na adui. Lakini kipindi kile kabla ya Yesu hajafa msalabani, ile asili ya shetani ilikuwa inamtumikisha mwanadamu kiasi kwamba ukimwambia asiibe ni kama vile umechochea ile asili ya wizi ndani yake aanze kufanya kazi. Ndio tuzungumze hivi. Kuna watu ambao wameshakuwa walevi kabla ya kuokoka. Mlevi akiwa amekunywa anafika mahali anajuta. Anasema sitarudia tena. Akisema hivyo anajuta. Siku inayofuata au akajitahidi, wiki moja ikapita au mwezi mmoja ukapita. Baada ya hapo sasa kuna kitu kule ndani kinainuka kama kiu ya pombe hivi. Si ile asili ya shetani hajaondoka, ile kiu ya dhambi ya pombe inainuka pap. Anasema ngoja kwanza nionje kidogo. Akionja kidogo ya kwanza anakumbuka ule utamu. Ile kitu inazidi kuamka tena. Yaani ni kama vile kakirusi kalikuwa kameingia ndani, sasa kame activatiwa pap, kanaanza kufanya kazi. Akimwonyesha tu pap anasema nilikuwa nimekumisi muda mrefu hivi. Anagusa tena na tena anajikuta amerudi. Sasa hivi akirudi harudi kama mwanzoni. Kama alikuwa anapiga tatu, sasa hivi atapiga mara 7 yake. Kwa sababu anarudisha ile nguvu ya utendaji wa ile eneo mara 7 yake. Ndio maana mtu ambaye alikuwa dhambini akatubu, alafu akarudi tena dhambini, anakuwa mbaya zaidi kuliko alivyokuwa mwanzoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna mwanadamu aliyekuwa na uwezo wa kushinda au kuishika kamilifu sheria ya Mungu, ili hali asili ya shetani bado inafanya kazi ndani yake. Kwa kila kitu ambacho sheria ilikuwa inatuambia ni kizuri, ni kizuri, lakini mimi bado asili ya adui inanitesa, inanitumikisha. Kwa hiyo kinaambia nisifanye hichi, ni sasa na kuniambia una uwezekano wa kufanya, kwa sababu ndani yako hiyo nguvu inafanya kazi ndani yako. Wewe inaambia usitamani, ile nguvu ya kutamani ambayo ni asili ya shetani inainuka ndani. Inaanza kunitumikisha kwenye nini? Kwenye tamaa. Na torati haikuwa ngumu. Ukitaka kujua kwamba torati haikuwa ngumu, msikilize Yesu vizuri. Yaani torati ni kama vile ilipunguzwa makali. Yesu anakuambia kumtazama mwanamke kwa kumtamani umekwisha kuzini. Hiyo sana ilikuwa yenyewe. Yaani torati ile ni kama ilipunguzwa nguvu kidogo. Yesu Mungu akawa amejaribu kuipunguza kutokana na wanadamu walivyokuwa kipindi kile. Lakini sasa Yesu anakuja kuleta ile piwo, ile asili yenyewe, ile halisi ambayo Mungu alikuwa amekusudia. Torati ilikuwa inakwambia bwana unaruhusiwa kumwacha mke wako. Yesu anakuambia sikiliza. Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo haruhusiwi mtu yeyote kumwacha mke wako. Ukimwacha unamfanya anakuwa mzinzi. Lakini torati ilikuwa inakwambia bwana ukimkuta amezini unaweza kumruhusu kwa baba zake. Lakini Yesu anakuja kuletea ile pio, bwana Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Akaumba mwanamume na wanawake. Aliumba mwanaume mmoja na mwanamke mmoja. Kwa hiyo torati ilitushinda kwa sababu asili ya dhambi ilikuwepo. Kwa mtu yote ambaye anaona torati ilikuwa ni ngumu au anaona torati ni ngumu, akikutana na Yesu sasa ndio ataiona kwamba torati ilikuwa nyepesi. Yesu alikuja kuweka kitu halisi kabisa, mfumo wa maisha halisi ambao Mungu alikuwa amemwambia mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi kile Mafarisayo walikuwa na tabia, wakitaka kutoa sadaka wanataka waonekane. Wakitaka kuomba wanasimama mbele za watu wanaonekana ili muombaji. Lakini Yesu yeye anasema umeshapata thawabu. Thawabu yao. Ukitaka kuomba ingia kwenye chumba chako cha ndani. Ukitaka kutoa sadaka mtu mwingine asijue. Ingia kule ndani moyoni. Hiyo ndio alikuwa asili au ndio sheria au taratibu ambao Mungu alimwambia mwanadamu. Kwa torati
pamoja na kwamba ilikuwa inaonekana ngumu, lakini haikubeba ule uzito ambao Mungu alikuwa amekusudia ubebe. Yesu anakuja kutuonyesha kwamba kuna sheria kamilifu ambayo yeye mwenyewe inaitwa sheria ya roho uzima. Ukimtazama mwanamke ukimtamani, umeisha hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tulishindwa kipindi kile kwa sababu asili ya dhambi ilikuwa inatutesa. Sasa na sheria ilikuwa inasema mtu akivunja sheria, akivunja torati amelaaniwa. Kwa sehemu kubwa au kwa namna yote ile, wanadamu wote kipindi kile tulikuwa tuko chini ya laana. Kwa hiyo ilibidi Yesu aangikwe msalabani kwa aina ile ya kifo. Wenyewe wakizana wanamkomoa kwa kumweka katikati ya soko au karibu na soko na kumning'iniza, ili huyu ndio mlikuwa mmuita mfalme wa Wayahudi. Mmemwona kilichomfanya? Wasijue kwamba kitendo cha kumwaibisha vile Mungu alikuwa anashughulika na laana ambayo wanadamu waliokuwa nayo. Kwa hiyo yeye alifanyika laana pale msalabani ili mimi sasa nisifanyike baraka kupitia nani? Ibrahimu, ambaye alikuwa ameahidiwa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Tungeweza tukakaa hapo kwenye eneo la msalaba, lakini tuondoke sasa tutazame kitu kingine kizuri. Wakati msomaji wetu anatusomea ile Mwanzo 1:26, tulisikia maneno yanasema kwamba Mungu akasema tumuumbe mtu kwa sura na mfano wetu, na kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Sasa Yesu sasa anakuja katika mfumo ule ule kama sura ya Mungu na mfano wa Mungu kumrejeshia nani? Mwanadamu. Msomaji nipeleke kwenye Wakolosai 1:15. Na kukumbusha kwamba wakati anatusomea Mwanzo 1:26 alituambia Mungu akasema tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Dhambi ilipokuja karibu, hiyo sura yetu na mfano wetu kaondoka. Sasa Yesu anaturejeshea tena kwa yeye mwenyewe kuwa. Tupeleke kwanza kwenye Wakolosai 1:15. Nitasoma Wakolosai 1:15. Neno linasema, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Amen. Yeye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Kwa wakati anasema tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, Yesu sasa anakuja kurejesha ile asili ya sura na mfano wake ambao tulipotea, kwa sababu yeye alikuwa ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Tupeleke na Wakorintho wa pili sura ya 4 na mstari wa 4. Wakorintho wa pili sura ya 4 na mstari wa 4. Nitasoma Wakorintho wa pili sura ya 2 na mstari wa 4. Sura ya 4 mstari wa 4. Wakorintho wa pili 4. Sura ya 4 mstari wa 4. Nitasoma. Yeah. Neno linasema, Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasiamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Amen. Hapa sasa tunapata muunganiko ule uliokuwa kwenye Mwanzo 1:26. Yesu ndiye ile sura ya Mungu ambayo tulikuwa tumeambiwa. Na sio tu hivyo, lakini Yesu pia ni mfano wa Mungu asiye. Kwa wakati anasema tumuumbe mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, tulipopoteza ile hali ya uungu, Yesu anakuja anavaa mwili kuturejeshea tena ile sura na mfano wa nani? Wa Mungu, kwa sababu yeye alikuwa ni mfano wa Mungu asiyeonekana na pia ni sura ya Mungu kupitia hiyo Wakorintho wa pili sura ya 4 na mstari wa 4. Ngoja tuisikie tena, niko nayo hapo msomaji. Amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Kwa hiyo Kristo alikuwa ni sura yake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa baada ya wanadamu kuruhusu dhambi kaingia na uharibifu wote uliotokea pale, akachukua asili ya shetani, Mungu hakumwacha maadamu hivi hivi. Alimtuma mwanaye ambaye alikuja kwa sura ya Mungu na kwa mfano wa utendaji kazi wake Mungu, ili kumrejeshea wanadamu tena ile sura na mfano ambao Mungu alikuwa amemuumbia hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anatupenda, si kweli? Amen. Yaani imagine tumepoteza kwa uzembe wetu wenyewe, na mgharimu yeye mwenyewe kuja
kuturejeshea kile ambacho tumekipotea sisi wenyewe. Kwa dakika moja mwambie Mungu asante. Asante Bwana, tunakushukuru. kwa sababu Tunasema asante. Wokovu ambao umetupa katika Yesu Kristo ni picha kamili ya sura ya mfano, sura na mfano wako kwenye maisha yetu. Tunakushukuru sana. Tunasema asante. Tulipoteza wenyewe, lakini Mungu kwa upendo wako umeturejeshea tena. Tunakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wakati unatafakari haya mambo, kuna wakati unamtazama Mungu unasema, ni baba wa aina gani ambao tulia naye? Ni baba wa aina gani ambayo tulie naye? Ni mkali kweli, ana hasira kweli, lakini upande wake wa pili ni Mungu anatupenda sana. Narudia tena, ni mkali kweli na ana hasira kweli, na hasira yake Biblia nasema siku atakapokuwa anakuja ulimwenguni kwa ajili ya kuhukumu ulimwengu, milima itakuwa inakimbia. Milima inakimbia mbele za uso wake. Aliposhuka katika mlima Sinai, wakati anawapa wale watu zile amri, ule mlima ulikuwa unawaka moto. Yaani palikuwa na kama radi, yani vitisho fulani vya ajabu. Hiyo ni anakuja tu, sio kuja kuhukumu, anakuwa anakuja kukutana nao. Mlima wenyewe kwa anatoa moto, yaani anatoa moshi kiasi kwamba anajua Yesu huyu anakuja sio kawaida. Lakini katikati ya hiyo yote tunajua kwamba ni Mungu anaye tupenda. Baada ya kuona kwamba Yesu ndiye sura ya Mungu na mfano wa Mungu kwenye maisha yetu, na nini sasa kilifanyika kila mtu alikuwa anampokea Yesu? Kwa andika kichwa kidogo pale, kila mtu anayempokea Yesu, nini kinafanyika kwenye maisha yake? Kila mtu ambaye anampokea Yesu, nini kinafanyika kwenye maisha yake? Cha kwanza kinachofanyika, huyo mtu anafanya kwa kiumbe kipya. Na hiyo kiumbe kipya anatengenezwa tena au anaumbwa tena kwa sura na mfano wa nani? Wa Mungu. Kusoma Wakorintho wa pili 5:17, niko hapa msomaji wenye kusaidia, imeandikwa, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo katika Yesu Kristo kila mmoja anayempokea anafanyika kwa kiumbe kipya. Ile asili ya shetani inaondoka, afu ile asili ya uungu inaingia ndani yake. Kwa hiyo mtu anakuwa amebeba tena ile sura ya Mungu na mfano wa Mungu katika mtu wake wa ndani. Kwa hiyo rohoni kwako sasa hizi unafanana na Kristo katika mambo yote, na Kristo ni sura ya Mungu na mfano wa utendaji kazi wa Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo katika swala la kiumbe kipya, roho yako ndio ilikuwa ya kwanza. Yaani unapompokea Yesu, cha kwanza kinachofanyika ni kwamba roho yako inafanywa upya. Dakika ile ile uliyompokea Yesu, ulipoamini, roho yako inakuwa inafanana na Kristo, inabeba sura ile ile ya Mungu na mfano wa utendaji kazi wa Mungu vile vile. Lakini nafsi yako na mwili wako hivyo wenyewe, kwenye neno la nafsi, mchakato huo unaendelea sasa hivi. Kama sasa hivi unavyonisikiliza mimi, mchakato wa matengenezo mapya ya nafsi yako yanaendelea. Kila unaposikia habari za Yesu, nafsi yako inapozikubali na kuzitafakari, utendaji kazi au uumbaji mpya unafanyika. Sura na mfano wa Mungu unakuwa unaumbika katika nafsi yako. Lakini sio hivyo tu, ukienenda kwa roho yako. Unakumbuka wakati tunazungumza habari za Yesu nilikwambia ni roho yake ndio ilikuwa inatawala mwili wake, ndio maana aliweza kushinda uharibifu wote ambao mwili ulikuwa umebeba. Hivyo na wewe, baada ya kuumbwa roho yako kuwa imefanywa upya, ukienenda sawa sawa na roho yako, utakuwa unafanya vile vile au unatembea vile vile kama Yesu alikuwa anatembea, kwa kuua ule utu wa kale ambao uko kwenye mwili wako. Kwa hiyo ile asili ya kale ambayo inafanya kazi kwenye mwili wangu kwa njia ya roho yangu ambayo imefanywa upya, na kwa msaada wa utendaji kazi wa Roho Mtakatifu aliye ndani yangu, inakuwa inaua zile tabia za utu wa kale ambazo
zinapingana na mtu mpya ambaye ni ameumbwa katika Yesu Kristo. Nataka tutazame mambo kadhaa kwenye hili andiko ambalo tumetoka kulisoma la Wakorintho wa pili 4:4, na nataka tuandike mambo machache hapo au tutafakari mambo machache kwa haraka haraka. Ile Wakorintho wa pili sura 4 na mstari wa 4 inatuambia kwamba injili ambayo inahubiriwa ukisoma Wakorintho wa pili sura ya 4 na mstari wa 5, hii niko nayo hapa msomaji, acha nikusaidia chap chap. Kwa maana hatujihubiri wenyewe, bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe kuwa tu watumishi wenu kwa ajili ya Yesu. Nilikuwa nataka tuone kwamba ile injili inapokuwa inahubiriwa inakuwa inatupa kufahamu ya kwamba Yesu ni Bwana. Narudia tena, bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana. Kwa maana gani? Injili inatufunulia kufahamu ya kwamba Yesu ni Bwana. Sasa ule ubwana ambao Yesu anao ni kwamba hakuna mtu ambaye, kwa mfano, ukitaka saizi kupata uponyaji ambao Mungu anao, lazima urudi kwa Yesu kama Bwana, ndipo upate ule uponyaji ambao unautaka. Kwa Yesu amekuwa ni Bwana kuhakikisha kwamba mambo yote yale ambao Mungu anataka wanadamu ayapate, yeye anayo. Kwa yeye Yesu ni Bwana. Kwa mtu yote anayetaka saizi kumwendea Mungu lazima apite kwa nani? Kwamba Yesu ni Bwana. Yesu ni, kwa injili inatufundisha kuna kutudhihirishia kwamba Mungu amekabidhi mambo yote katika Yesu Kristo. Na kila mtu anayetaka apate faida ya ushirika na Mungu lazima mkupokee nani? Yes. Lazima amkubali Yesu kuwa ni Bwana kwenye maisha yake, ndipo aweze kufaidi yale mambo ambayo Mungu anayo kwenye maisha yake. Kwa kama unataka Mungu akuponye, ukiliita jina la Mungu utaita asubuhi mpaka jioni. Lakini ukiliita jina la Yesu, uponyaji unakuja kwa sababu yeye ni Bwana kwenye kila eneo. Amepewa nguvu ya uponya, amepewa nguvu ya kusamehe dhambi, amepewa nguvu ya kuokoa wanadamu. Ndio maana hakuna jina jingine ulipoa wanadamu litupasalo kuokolewa isipokuwa jina la nani? Unataka kuokolewa, ita jina la Mungu asubuhi mpaka jioni. Ikiwezekana funga hata siku 365 mwaka mzima, usile. Utaishia kufa na huko kufa utaupata. Unataka kuokolewa, muamini nani? Yesu. Yeye ndio alifanya kuwa Bwana kwenye maisha yetu. Yeye ndio amebeba vitu vyote ambavyo tunatakiwa wanadamu tuvipate kutoka kwa nani. Ndio maana alikuwa na ujasiri kusema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kwa sababu mambo yote ambayo Mungu alikuwa anataka wanadamu ayafaidi kutoka kwake, amempa Yesu, akafanya kuwa Bwana. Kwa hiyo injili inatufunulia kufahamu kwamba Yesu ni Bwana. Sio hivyo tu, kitu kingine ambacho injili inafanya, injili inatupa kutupa nuru ya elimu ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo injili ambayo inazungumzia habari za Yesu Kristo, hizo habari za Yesu Kristo zinatufunulia kujua ule utukufu ambao tulikuwa tumeupoteza. Akati msomaji wetu anasomea ile Warumi 3:23 imenena kwamba kwa maana wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa nani? Sasa ili turudishie ule utukufu lazima tukae kwenye injili, na tukimsikia Yesu vizuri tutapata nuru ya elimu ya utukufu wa nani? Ili tusikie vizuri. Mstari wa 6 anasema hivi: kwa kuwa Mungu alisema Nuhu nitananga kutoka gizani ndio aling'ami wenye mwetu atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wake Yesu Kristo. Kwa kila mtu anayetaka kuona utukufu wa Mungu kwenye maisha yake lazima arudi kwenye injili ambayo inazungumzia habari za nani? Za Yesu. Maana Yesu ndiye alikuja kutudhihirishia utukufu wa Mungu uliokuwa tumepoteza. Maandiko yanasema nalo neno likafanyika mwili nasi tukaona utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kwa ule utukufu ambao tulikuwa tumepoteza, Mungu ameturejeshia tena katika Yesu Kristo. Kwa kila mmoja ambaye anataka kutembea katika hivyo viwango vya Mungu kudhihirika katika maisha yake katika huo utukufu, lazima asubscribe kwa nani? Kwa Yesu. Maana Yesu ndiye ambaye alipewa huo utukufu wa Mungu kudhihirisha sisi wanadamu. Amen. Kwa unapoisikiliza injili na kuiamini injili, unafahamu au unapata kujua utukufu ambao Mungu ametupatia sisi wanadamu.
Muda umetukimbia sana, na fikiri tutamalizia hili eneo, tutamalizia kipengele hapa, alafu tutaingia kwenye maombi. Ukisoma hii Wakorintho wa pili, ngoja niko nayo hapo karibu, msomaji nitapeleka mara chap chap. Wakorintho wa pili 4:16 mpaka 18 nasema, kwa hiyo hatulegei, bali japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Kwa maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzilio kuwa mwingi sana. Tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Kwa kila mtu ambaye anampa Yesu maisha au anampa Yesu nafasi kwenye maisha yake, kinachofanyika kwanza, Yesu anaanza kuua kwanza zile tabia za mtu wa kale. Wokovu unachokifanya, unapopokea ndani yako na kupa nafasi, unaanza kushughulika kuua tabia za utu wa kale. Kabla tabia za Kristo hazijaanza kudhihirika kwenye maisha yako, lazima kwanza tabia za mtu wa kale zife kwanza, ili sasa tabia mpya za Yesu Kristo ziweze kuzaliwa katika maisha yako. Kwa hiyo anaposema, ukirudi kwenye hiyo wa Korintho 4 ambayo nimeisoma, kuna mambo mengi ambayo Paulo anayafafanua kusema kwamba wanapigwa, wanafanywa vitu vibaya. Hivyo vyote ni kwa sababu ya hazina ambayo wameibeba ndani yao, kwamba upinzani wote ambao shetani anauruhusu kwenye maisha yao au anawashambulia ni kwa sababu wamebebeshwa ile hazina ambayo ni Kristo ndani yao. Sasa kwa sababu ya Kristo ndani yao ndio hazina ambayo Mungu amewapa wanadamu, ni lazima ile hazina iweze kumzalia Mungu matunda, lazima zile tabia za kwanza zife. Na hizi tabia za kwanza zife, lazima shetani aingie kazini kutesa maisha yetu bila sisi kuachia wokovu. Kwa hiyo wakati shetani anatusumbua na kutusulubisha katika mambo mengi, sisi tunang'ang'ania wokovu wetu. Ndio maana imeandikwa, mtu akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake na mfuate. Kwa hiyo msalaba ndio eneo lile ambalo shetani alikuwa akihangaika kuua ule utu wa kale ambao Yesu alikuwa ameubeba. Kwa hiyo na sisi pia, ili ule utu wa kale ufe, lazima tu msalaba tuubebe. Kwa lazima tufe kwa habari ya mambo yote ya kale, ili utu mpya uzaliwe. Yesu ambaye aliyetoka kwenye mauti afanana na yule Yesu alikuwa anaingia kwenye mauti. Yule aliyetoka kwenye mauti alikuwa anatembea, anaishi katika utukufu wa Mungu. Kwa hiyo ili na sisi tuweze kufaidi wokovu ambao Mungu ametupa katika Yesu Kristo, ni lazima tuubebe msalaba. Na msalaba manake ni pale msalabani Yesu alikufa au aliua ule utu wa kale, afu utu mpya ukazaliwa. Kwa hiyo pale msalabani, au kila mtu ambaye anampokea Yesu anaubeba msalaba wake kwa kuhakikisha kwamba anaziruhusu zile tabia za mtu wa kale zinakufa. Kwa msalabani ndipo ambapo tabia za mtu wa kale zinakufa. Na kila wakati tabia za mtu wa kale zinapokufa, ndipo tabia za mtu mpya zinasimama. Ndio maana Paulo ana ujasiri kusema kwamba hatulegei, japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa mateso. Yale ambao watu wa nje wanaamini yanaweza yakatuangamiza, kumbe ni mateso hayo yanatutengeneza kila siku tufanye kuwa mtu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo picha halisi ya wokovu ni kwamba ule wokovu tuliopewa na Mungu ni kwa ajili ya kuua zile tabia za utu wa kale, kumuua ule mtu wa zamani, ili mtu mpya aweze kudhihirika, ili ile sura na mfano wa Mungu ambayo ipo rohoni kwetu iweze kudhihirika katika maisha yetu. Lazima yule mtu wa kale aweze kuondoshwa. Na namalizia hapo, msomaji wangu nipeleke kwenye wa Petro wa kwanza 5:10. Petro wa kwanza 5:10. Petro wa kwanza 5:10. Nitasoma Petro wa kwanza 5:10. Neno linasema, na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Amina. Kumbe Bwana, mateso sio mabaya. Mateso ni bidhaa anayoitumia Mungu kututengeneza na kututia nguvu. Kwa hiyo
ziki zetu zile za muda kitambo zinatufanyia utukufu uzidio sana. Kwa hiyo tukiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atatutengeneza, atatuthibitisha na kututia nguvu. Kwa hiyo mateso ambayo tunayapata yatokanayo na imani tulionayo katika Yesu Kristo. Sio kila mateso. Nataka tuelewe vizuri hapo. Sio kila mateso, nazungumzia mateso yanayotokana na wewe ambao umeamini pale nyumbani kwako au nyumbani kwenu ukiwa unakupiga vita. Usiache imani. Wakati anasema Yesu ni mbaya, ng'ang'ania hapo. Maana ziki unazozipitia katika nyumba yako ndizo zinazokutengeneza, ndizo ambazo Mungu anazitumia kukutengeneza ule mtu mpya ambaye amekusudia katika Yesu Kristo. Tukiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atatutengeneza, atatuthibitisha na kututia nguvu. Tungeweza kuzungumza zaidi na zaidi, lakini hayo kwa leo yanatosha. Bwana Yesu asifiwe. Na tunataka tukaombe, na eneo ambalo tunataka tukaombe ni Wafilipi sura ya 2 na mstari wa 10 mpaka 11, nayo hapo nimsaidie. Inasema, tujarudi mstari wa 9. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri. Kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri kwa Yesu ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa hiyo jina la Yesu ndio limebeba mamlaka, nguvu na uwezo wa kuhakikisha kwamba kila kitu kwenye maisha yetu kinadhihirisha utukufu ule ule ambao lile jina limebeba, au linadhihirisha utukufu ule ule ambao Kristo aliyofufuka nao kutoka kwenye mauti. Kwa jina la Yesu limebeba mamlaka ambayo linahakikisha kwamba kila kitu kwenye maisha yetu kinafanana na kinatii ile mamlaka ambayo Kristo aliyekuja nao baada ya kutoka katika mauti. Kwa hiyo ikiwa ni magonjwa, ikiwa ni taabu zote, ile jina la Yesu linapoitwa, kila kitu kinainama, kila kitu kina kiri, na kila kitu kinatii yale mamlaka ambayo ile jina limebeba. Kwa hiyo hata sisi wakati tunaokolewa, ukisoma ile Matendo ya Mitume 4:13 ambayo tumeisikia tena, inasema kwa maana hakuna jina jingine lilokuwa na damu litupasalo kuokolewa isipokuwa jina la Yesu. Haijalishi kwamba kipindi kile unaokoka ni nguvu zipi zilikuwa zinafanya kazi ndani yako. Iza ni uchawi, ni pombe, ni uzinzi, vyote vilikuwa vinafanya kazi ndani yako. Vilipolisikia ukilita ile jina la Yesu, viliruhusu, viliondoka, sababu ile nguvu ambayo ile jina limebeba ni kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu. Kwa hiyo vyote vile ambavyo wakati unaokoka vilivyokuwa vinakutumikisha ukawa unasema haviwezekani, ile jina la Yesu lilikuwa na nguvu ya kuvitoa, na vingine bado vinaondoka taratibu. Lakini vyote katika yote ni kwamba jina la Yesu lina nguvu ya kusha kwamba operation zote ambazo shetani kazifanya kwenye maisha yetu za uharibifu, ile jina la Yesu lina mamlaka, nguvu na uweza wa kuondoa kila kazi ambayo adui ameifanya na kuthibitisha kila kazi ya Mungu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo tunakwenda kulitumia ile jina la Yesu. Sijajua nitatoka kama dakika 2-3 kila mmoja aweze kutengeneza mahusiano yake vizuri na Yesu Kristo kwa kuzitumia zile njia zake ambazo zimpendezi yeye. Alafu tutakwenda kutumia jina la Yesu kuhakikisha kwamba kila kitu kwenye maisha yetu ambacho hakidhihirishi utukufu wa Mungu kwa mamlaka tuliyopewa kwenye hilo jina, tunahakikisha hilo kila kilicho katika maisha yetu kinaachia, kinatoka na kinatuacha huru, vyote ambavyo havipatani na utukufu wa nani? Wa Mungu. Simama kwa miguu yako.
kabisa ambalo la wokovu alikuwa amelikusudia Mungu tangu anamtuma Yesu ni kwamba watu wote na vitu vyote viwe chini ya utawala wa ufalme wake, na sio tu hivyo, lakini sisi pia tufanyike kwa sura na mfano wa Yesu Kristo katika kila eneo la maisha yetu, ya kwamba kama vile Kristo alivyo juu mbinguni, na sisi nasi hapa duniani tufanane na yeye hivyo hivyo. Kwa sasa hilo ndio lengo kubwa kabisa la ukombozi ambalo Mungu alikusudia, ya kwamba awe na watoto wengi. Alimtoa mwanae pekee, kisha awapate watoto wote ambao watampokea yule mwanae mmoja. Kwa mimi na wewe leo ni matokeo ya yule Yesu ambaye alikuwa ni mwana pekee kwa Baba, lakini sasa na sisi tumefanyika wana wa Mungu kupitia wokovu aliotuletea. Huo wokovu ndio ambao umetufanya tunasimama siku ya leo kumwambia kwamba roho yetu imwimbie yeye. Na lengo kubwa hasa la huo wokovu ni kwamba vitu vyote na kila kitu kwenye maisha yetu kiweze kudhihirisha ile utendaji kazi wake, sura yake na mfano wake, viwe chini ya mamlaka na utawala wake katika maisha yetu. Nataka kwanza tupate dakika kidogo ya kupatana na Yesu kwa njia ya toba. Tukishapatana naye kwa njia ya toba, alafu tutatumia mamlaka aliyotupa kwenye hilo jina kuhakikisha kwamba kila uharibifu na kila kazi za shetani ambazo zimekuwa zikisumbua maisha yetu zinaachilia na tunakuwa huru, kwa maana wokovu tuliopewa ulikusudiwa kututoa katika mikono ya uharibifu ya ule mwovu. Mpata dakika 2-3, mwambie Mungu, ninaomba unisamehe. Mpatana naye kwanza kwa njia ya damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, kabla hatujatumia mamlaka ile jina, maana ile jina ni jina tunatumia kwa mamlaka yake ni kisheria. Kwa hiyo kikukuta haujakaa vizuri kisheria, ni rahisi zaidi shetani kudai mamlaka hiyo iweze kwenda kinyume na wewe. Wana wasikio walisema tunakemea pepo kwa jina lililohubiriwa na yule Paulo. Wale pepo waliwaweza wale wanasikio wakawatisha na kuwavuruga sana. Kwa hiyo ile jina ni jina la kisheria na mamlaka yake inafanya kazi kisheria. Kwa ukienda hauko vizuri kutumia zile mamlaka, itakwenda kinyume na wewe. Nataka tukatumie mamlaka vizuri. Kwanza tupatane na Yesu. Inawezekana kuna mazingira hajakaa vizuri na yeye, muomba rehema mbele zake, alafu baada ya hapo tutakupa maelekezo ya kulitumia hilo jina kuleta mamlaka, madaraka makubwa ya Mungu katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunaziungama dhambi zetu mbele zako Bwana, katika jina la Yesu. Kwanza tunashukuru kwa namna ambavyo umetupa wokovu wa thamani kubwa katika maisha yetu. Tunasema asante Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya vitu vyote vizuri ambavyo Mungu umetupa katika ile eneo la wokovu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ni kweli ni mambo mengi mazuri ambayo imetupasa kuyajua moja baada ya jingine. Yesu ulifanyika laana ili sisi tufanyike baraka. Yesu ulipigwa ili sisi tupate kuwa wazima. Yesu ulizarauliwa, ulitemewa, tulifanyika maskini ili sisi Bwana tuweze kufaidi utajiri wako. Tunakushukuru kwa ajili ya mambo yote haya ambayo uliyapitia. Ulikubali kuangikwa msalabani, kwa kubali kutoa uhai wako ili sisi Bwana tuweze kutoka katika utumwa wa dhambi ambao shetani alikuwa ametumikisha kwao. Kisha baada ya hayo ulifufuka katika wafu ili na sisi Bwana tupate kutembea katika upya wa uzima. Asante Mungu kwa ajili ya wokovu ambao hatuwezi kusifu kwa maneno yetu pasipo msaada wa Roho wako Mtakatifu. Tunakushukuru Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo. Hakika wokovu wewe Bwana ni mzuri. Tunasema asante Bwana. Nasi hatutaacha Bwana roho zetu kukuimbia mbele zako usiku na mchana. Hata tutakapofika kwako Bwana, mioyo tutabaki na shukrani mbele zako Mungu wetu, kukwambia asante kwa ajili ya wokovu mkubwa ambao umewatendea wanadamu. Tunakushukuru Bwana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana, kwa namna ulivyodhihirisha upendo wako ya wewe kufanyika kutoa ule namna ya utumwa ili kutoa wanadamu katika utumwa, ni pendo ambalo mioyo yetu Bwana bado inaendelea kulijifunza katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunasema asante Bwana kwa namna ambapo umelidhihirisha pendo lako katika maisha yetu na kutukomboa mikononi mwa adui yetu mtesi. Tunakushukuru Bwana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunasema asante kwa maana wewe kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu uliamua kufanya upya maisha yetu, uliamua kufanya upya roho zetu, uliamua kufanya upya nafsi yetu, uliamua kufanya upya mwili wetu, uliamua kufanya upya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Maana yeye ndiye wokovu
ambao uliotupa Bwana, ili kupitia Bwana vitu vyote vifanyike kwa upya katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Bwana kwa namna ambavyo na kwa mambo yote ambayo umetutendea sisi ndani yake Kristo katika jina la Yesu. Nasi mchana wa leo Bwana tumekuja kwa ajili ya kuomba msamaha mbele zako kwa damu ya Yesu Kristo, tukitamani kupatana wewe kupitia hiyo damu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunaomba tuhurumie Yesu kwa damu ya Yesu Kristo, kwa njia yote Bwana, kwa njia ya fikra, kwa njia ya maneno, kwa njia ya mienendo na hata mienendo ambayo tumetenda tukiwa hapa ibadani ambayo haijakupendeza Bwana, kila fikra, kila wazo na kila tendo ambalo ni kinyume na maagizo yako, na hata mimi mmaji katika neno lote ambalo sikupaswa kulisema na nikalisema, Mungu ninaomba msamaha katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninatubu mbele zako Bwana, na natubu kwa ajili ya neno ambalo nilitakiwa kulisema na sikulisema, na natubu mbele zako Bwana Yesu kwa ajili ya hiyo damu. Ninaomba kupatana na wewe katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaachilia imani yangu hiyo damu ya kwamba utasafisha maneno yale ambayo hayajakupendeza, utasafisha fikra za watu wako ambazo hazijakupendeza, utasafisha matendo ya watu wako ambayo hayatokani na wewe kwa damu ya Yesu Kristo Bwana. Tunasimama kwa ujasiri mbele ya hicho kiti cha rehema, maana tukijua kwamba hizo rehema zako Mungu zinaweza kutuokoa na uharibifu wote na dhambi yote na makosa yote ambayo tumeendea na uovu wote ambao umekuwa kinyume na maagizo yako Bwana. Mchana wa leo Bwana, tunaamini hiyo damu inasafisha nafsi zetu, inasafisha miili yetu, inasafisha na matendo maovu ambayo yameharibu dhamiri zetu kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Maana imeandikwa pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi, na tunapokea ondoleo la dhambi zetu kwa njia hiyo damu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana, takasa na kusafisha mienendo yetu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ili tunapokwenda kutumia mamlaka uliyotupa hilo jina, tukawe na uhalali wa kisheria ya mbinguni ya kwamba tuna haki ya kutumia hilo jina, kwa maana damu ya Yesu Kristo imeshatusafisha makosa yote, imesafisha dhambi zote, imesafisha uovu wote kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunaomba toba kama kanisa kwa umoja katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo. Nataka tunatumia hilo jina sasa. Usiweke hofu wala usiweke wasiwasi, tumie imani. Hilo jina umepewa haki ya kisheria na Yesu kulitumia. Yaani Mungu alihakikisha kwamba akati anampatia Yesu hilo jina, wewe ambaye umemwamini uwe na mamlaka ile ile ambayo Yesu alikuwa nayo katika hii dunia wakati alipotembea. Mamlaka yake ilikuwa juu ya vipofu au waliweza kuona. Mamlaka yake ilikuwa juu ya viziwi waliweza kusikia. Mamlaka yake ilikuwa juu ya viwete waliweza kutembea. Mamlaka yake ilikuwa juu ya nguvu za giza, shetani na mapepo yake yote alikuwa anayakemea kupitia hilo jina. Na mamlaka hiyo hiyo umepewa haki ya kisheria kutumia hilo jina. Nataka tukatumie hilo jina sasa kuhakikisha kwamba kila operation za kuzimu, kila operation za giza, kila operation za shetani na mawakala wake kwenye maisha yetu tunaziamuru zinakwenda mbali. Maandiko yanasema mpingeni shetani naye atafanyaje? Atawakimbia. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunatumia mamlaka hiyo kwenye maisha yetu katika jina la Yesu Kristo, tukikomboa kila uharibifu ambao shetani ameotumia kwenye maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu mtakatifu, na tunatumia jina hilo ili kukomboa. Ngoja nikuongoze kidogo alafu nitakuwa tuendelee. Sema Baba, katika jina la Yesu. Ninatumia mamlaka ya hilo jina kukomboa familia yangu. Kwa mamlaka ya hilo jina ninakomboa familia yangu zidi ya mashambulizi ya magonjwa kwenye familia yangu, zidi ya mashambulizi ya wachawi kwenye familia yangu, zidi ya mashambulizi ya mapepo kwenye familia yangu. Kwa jina la Yesu ninaamuru kila ugonjwa, kila mapepo, kila uharibifu, achia familia yangu, achia watoto wangu, achia ndoa yangu, achia wazazi wangu. Kwa jina la Yesu ninaamuru kila operation ya malango ya kuzimu zidi ya hatima yangu, zidi ya uzao wangu, zidi ya masomo yangu, zidi ya uchumi wangu, zidi ya ndoa yangu, zidi ya familia yangu. Maana imeandikwa, kanisa litakalojengwa juu ya hilo mwamba, malango ya kuzimu hayatalishinda. Nami natumia mamlaka ya hilo jina kushinda kila mashambulizi ya malango ya kuzimu kwenye maisha yangu, kwenye uchumi wangu, kwenye familia yangu. Kwa jina la Yesu ninatumia hiyo mamlaka sasa kuangusha kila ngome
kila uharibifu wa kuzimu zidi ya afya yangu, zidi ya uchumi wangu, zidi ya familia yangu, zidi ya ndoa yangu, zidi ya kanisa langu, zidi ya mtaa wangu, katika jina la Yesu Kristo. Ewe mkuu wa giza, ewe mkuu wa anga, ewe agenti wa kuzimu, ewe mapepo wachafu, ninatumia mamlaka ya jina la Yesu. Ninakuamuru, toka, achia afya yangu, achia masomo yangu, achia watoto wangu, achia uchumi wangu, achia familia yangu kwa jina la Yesu. Ewe roho ya chuki, ewe roho ya maumivu, ewe roho ya kiburi, ewe roho ya uharibifu, unaharibu uchumi wangu, unaharibu maisha yangu, unaharibu familia yangu, kwa jina la Yesu ninakuamuru, achia, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Tumia hilo jina sasa, tumia mamlaka ya hilo jina. Wakati wanamsulubisha Yesu pale msalabani, hawakujua kwamba zile mamlaka zao zilikuwa zinavuliwa pale msalabani. Tumesoma Kolosai 2:14, akicha kuzivua mamlaka na enzi pale msalabani, nasi tukapewa hilo jina kuhakikisha kwamba chochote alichokuwa amekivua, hilo jina linathibitisha hicho kupitia nguvu na zitamka. Katika jina la Yesu Kristo ninavua mamlaka yote na nguvu zote za adui zidi ya hatima yangu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, zidi ya hatima ya kanisa hili kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kila ngome na kila cheni za kuzimu ambazo zimefunga maisha ya watu kwenye kanisa hili kwa jina la Yesu Kristo ninatumia mamlaka hilo jina la Yesu kufungua kila vifungo, kila malango ya giza, kila magereza ya kuzimu kwa jina la Yesu Kristo. Ninawaita watu ambao wamefungwa kwenye magereza hayo, magereza ya maumivu, magereza ya stress, magereza ya msongo wa mawazo. Ninawaita hao watu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninawatoa watu ambao wamewekwa kwenye magereza. Maandiko yanasema watu wangu wamefungwa, wamechukuliwa kama mateka, wala hapana sema rudisha. Nami kwa mamlaka ya jina hilo ninasema rudisha yote ambayo yamechukuliwa, chochote kilichochukuliwa kwenye huduma hii, chochote kilichochukuliwa kwa watu hawa kwenye afya zao, rudisha afya zao kwa jina la Yesu, rudisha hatima zao kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hiyo roho ya uharibifu ambayo imeharibu kwa jina la Yesu Kristo, ninaharibu kila kilichotengenezwa, kila pattern ya magonjwa ambayo inawafuatia watu hawa kwa jina la Yesu Kristo, kila magonjwa ya kurithi ambayo inafuata watu hawa, magonjwa ya kurithi ya presha, magonjwa ya kurithi ya kisukari kwa jina la Yesu Kristo, magonjwa ya kurithi ya kansa kwa jina la Yesu Kristo, ninaamuru sasa kwa jina la Yesu, mtu huyo sio ukoo huo kwa jina la Yesu. Yesu alipokufa pale msalabani alitolewa kutoka kwenye ukoo wa kansa, alitolewa kwenye ukoo wa magonjwa, alitolewa kwenye ukoo wa uharibifu, kwenye ukoo wa kuparalyze kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaachilia hiyo jina sasa kwa watu wako kwenye pattern za uharibifu kwa jina la Yesu Kristo. Ninawatoa watu hawa kwa jina la Yesu Kristo kwenye mapango na magereza ya kuzimu kwa jina la Yesu Kristo. Kila kilichofungwa kuzimu ninakidai kitoke kwa jina la Yesu Kristo. Ninatuma malaika mwenye nguvu aende kuzimu na kutoa kila kilicho cha kwetu, maana imeandikwa mwivi akikamatwa atarejesha mara 7. Nami narejesha vyote ambavyo vimeibiwa, vyote ambavyo vimechukuliwa katika jina la Yesu ninavirejesha. Mamlaka hilo jina linanidai kurejesha vyote na kupokea vyote ambavyo adui amevichukua kwenye maisha yetu. Akiwa amechukua afya, ninarejesha afya kwa jina la Yesu Kristo. Akiwa amechukua masomo ya watu hawa, ya wanafunzi walio katika hili maeneo hili, ninarejesha sasa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninarejesha uchumi wao, ninarejesha afya na furaha ya familia zao kwa jina la Yesu Kristo. Ile furaha ya wokovu ambayo Mungu ameapa kwenye familia yao ninarejesha kwa jina la Yesu Kristo. Ile roho ya kuharibu na kuvunja ndoa ambayo inafanya kazi kwenye maisha ya watu wengine haina nguvu juu ya watu hawa kwa jina la Yesu Kristo. Ninaharibu kila nguvu za adui, kila nguvu za giza zinazofanya kazi zidi ya hatima za watu hawa kwa jina la Yesu Kristo. Hizo nguvu za magonjwa, hizo nguvu za uharibifu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, zinawaacha huru katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mipango yote ya kuzimu yote inaharibiwa kwa moto, yote inafutwa vibaya katika jina la Yesu Kristo. Baba, achilia moto mkali, sambaratisha kila mamlaka inayojaribu tumia mamlaka ya jina, confront kila uharibifu ambao unakutana nao, kila mahali ambapo shetani amekuwa akitengeneza ngome yake na kuacha kwamba analeta uharibifu wake
Tumia mamlaka hilo jina sasa. Hakikisha kwamba hilo jina linakomboa kila kitu ambacho kiko chini ya utawala wa shetani sasa. Komboa kila kitu ambacho kiko kwenye utawala wake kwa jina la Yesu Kristo. Kila utawala wa adui zidi ya hatima yangu ninaufikisha mwisho leo. Leo ni mwisho kwa jina la Yesu. Hautatawala afya za watu hawa, hautatawala uchumi wa watu hawa kwa jina la Yesu Kristo. Ninaiona hiyo nguvu inapita kuweka huru. Ninaona hiyo nguvu inapita kuweka huru kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya mwana kondoo hai nafuta na kuharibu kabisa na kuteketeza kila utawala na Yesu Kristo. Kila utawala ambao unamiliki maisha yako haribu katika ulimwengu wa roho. Kila utawala wa familia, utawala wa ukoo, utawala wa mitaani, katika jina la Yesu natumia jina lenye nguvu lipitalo majina yote ili kuharibu kila utawala wa giza ambao unanifuatilia katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Kila utawala wa kuzimu ambao unatawala maisha yangu inabomoa kwa jina la Yesu. Utawala wa kichawi, utawala wa majini, utawala wa mapepo, katika jina la Yesu nabomoa na kuharibu kwa damu ya mwana kondoo. Tamka kwa ujasiri kila utawala ambao umewekwa ndani ya familia, utawala wa giza, utawala wa majini, utawala wa mapepo mabaya, wote nabomoa na washa moto kwa jina la Yesu. Na kila utawala ambao unanifanya kushindwa, na kila utawala ambao unaleta magumu katika maisha yangu, utawala wa dhiki, utawala wa uharibifu, leo napinga utawala huo na vunja kila utawala ambao unanifuatilia, utawala wa uzinzi, utawala wa uovu, utawala wa kuzimu, utawala wa shida na mikosi, katika jina la Yesu na bomoa hizo roho. Endelea kupiga, endelea kuomba, shetani asikuzuie kutamka katika jina la Yesu. Kila utawala ambao umeweka ndani ya familia kwamba tutakuwa masikini, leo unapigana na huo utawala kwa jina lipitalo majina yote, na bomoa huo utawala na vunja utawala kichawi katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo. Kila mlichoiba na kwenda kurejesha, mlichokamata na kwenda kurejesha katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Utawala wa magonjwa na ufuta kwa damu ya Yesu. Utawala wa paralysis, utawala mbaya na futa na angamiza katika jina la Yesu Kristo. Roho ambayo inatawala kwa kifo leo naibomoa na washa moto katika jina la Yesu. Na piga kila uharibifu ambao adui ameinua katika familia, na vunja nguvu zote ambazo zinanifuatilia katika maisha yangu, roho zote za kichawi, madhabahu zote za damu, zote na ziharibu. Endelea kupiga katika jina la Yesu. Na piga kila madhabahu ambazo zinafuatilia maisha yangu katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Matamko yote ambayo nimetamkiwa katika kaburi yote na bomoa katika jina la Yesu Kristo. Na bomoa matamko ambayo nimetamkiwa katika kaburi, matamko ya kuzimu, matamko ya kipepo, yote na vunja, yote na haribu katika jina la Yesu Kristo. Matamko ya kuzikwa nikiwa hai, na futa hayo matamko katika jina la Yesu. Na wetu waliosema ya kwamba nitakuwa kama maiti, na piga hayo matamko na haribu matamko ya giza katika ulimwengu wa roho. Piga kila matamko ambayo yanakutawala, matamko ya giza, matamko ya ofu, matamko ya mapepo, matamko ya majini katika jina la Yesu. Matamko yote ya madhabahu za giza yote futa kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba kwa damu ya mwana kondoo, na futa na kuharibu na teketeza na bomoa katika jina la Yesu Kristo. Kila roho zinazonikamata, roho za dini, roho za uharibifu, zote na bomoa na washa moto kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Roho zinazodhibiti imani yangu, zinazodhibiti maisha yangu, katika jina la Yesu naita moto wa Yesu na teketeza na bomoa kabisa. Roho zinazonimiliki nisimjue Yesu, nisimjue Mungu, zote na teketeza kwa damu ya mwana kondoo na kwa jina la Yesu Kristo. Piga roho zote ambazo zinakuzuia kumjua Yesu katika jina la Yesu Kristo. Vunja roho ambazo zinakuzuia kumkiri Yesu katika jina la Yesu Kristo. Na piga roho za giza zinazonizuia kumjua Mungu katika jina la Yesu. Zote zinawaka moto, zote zinabomoka kwa jina la Yesu. Roho zote za kuzimu, madhabahu zote za mababu, madhabahu zote za familia, madhabahu zote za maiti, kwa jina la Yesu zinazonipinga nisimjue Bwana, zinawaka moto, zinasambaratishwa katika jina la Yesu. Mahali waliponifunga, tamka natoka hapo mahali katika jina la Yesu. Mahali waliponifunga kwenye mashimo, waliponifunga kwenye kaburi, tamka natoka leo katika jina la Yesu. Kila mahali ambapo wamefunga miguu yangu, wamefunga mikono yangu, hapo mahali natoka. Wamefunga moyo wangu, hapo mahali natoka. Mahali walipofunga utajiri, walipofunga maisha yangu, walipofunga baraka zangu, kwa jina la Yesu natoka waliponifunga. Kwa damu ya Yesu natoka waliponifunga. Kwa jina la Yesu nakata vifungo vyote, na bomoa vifungo vyote. Walipofunga magonjwa, walipofunga presha, natoka mahali
jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Natoka waliponifunga katika madhabahu za kichawi, natoka waliponifunga wanapolitumikisha mahali popote, natoka katika jina la Yesu. Wachawi ambao wanapata faida kupitia mimi, kwa jina la Yesu Kristo, leo wanapata hasara. Kwa damu ya Yesu Kristo wanapata hasara kubwa, kwa moto wanaugua kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Popote wanapotumikisha mimi natoka kwa jina la Yesu natoka, kwa damu ya Yesu natoka. Endelea kutoka, endelea kutoka, endelea kutoka, endelea kutoka kila mahali ambapo unapaota, toka mahali hapo kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Waliokamata hatima yako, waliokamata maisha yako, waliokamata uchumi wako, waliokamata damu yako, waliokamata maisha yako, natoa mikononi mwao katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Na nyang'anya haki zangu zote zilizomo mikononi mwa watu wabaya. Maisha yangu yote nayatoa katika mikono yao katika jina la Yesu. Kila aliyevaa mwili wangu anakwenda kuteketea, aliyevaa uso wangu, aliyevaa miguu yangu anakwenda kuteketea, aliyevaa moyo wangu anakwenda kuteketea, aliyevaa sura yangu anakwenda kuteketea, aliyevaa mwili wangu, aliyevaa maisha yangu anakwenda kuteketea. Na magonjwa yote ambayo mmenivalisha yanapigwa kwa moto kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Kila uharibifu ambao amenivika wote unavunjwa, wote unaharibiwa, wote unapigwa kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Kila tatizo ambalo unapitia, tamka linawarudia maadui waliotengeneza, yanawarudia. Kila aliyeniloga, kila aliyenifunga, aliyefunga tumbo, aliyefunga mikono, aliyefunga macho, aliyefunga kifua chako, aliyefunga viungo vyako vya ndani, tamka matatizo hayo yawarudie wenyewe, yakawafunga wenyewe tena miguu yao. Maana imeandikwa, kila silaha itakayoinuliwa haitafanikiwa, inawarudia wao katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Vifungo ambavyo walituma juu yangu vinawarudia wao kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila uharibifu na mapepo ambayo waliyatuma yaweze kuniangamiza yanawaangamiza wenyewe katika jina la Yesu. Roho ya mauti inawarudia wenyewe, roho ya umaskini inawarudia wenyewe, roho ya magonjwa inawarudia wenyewe, tena ikawapige na kuangamiza vibaya katika jina la Yesu. Kila uharibifu ambao waliotuma juu yangu unakwenda kuwapata wao wenyewe kwa jina la Yesu. Nageuza kila silaha, nageuza kila pigo, nageuza kila hatari, nageuza kila hatari iwe juu yao kwa jina la Yesu. Zile madhabahu ambazo zinanena hatari juu ya maisha yangu, nageuza ziwe juu yao kwa jina la Yesu, kwa kuwa imeandikwa, kila atakachopanda adui atavuna mwenyewe katika jina la Yesu. Na leo na amuru, alichopanda mwanadamu anavuna mwenyewe kwa jina la Yesu. Tamka na kuapia kwa jina la Yesu, vuna uharibifu wako kwa damu ya Yesu, vuna uharibifu wenu kwa damu ya Yesu. Wanaochafua jina langu, wanaochafua maisha yangu, wanaochafua damu yangu, wanaotuma magonjwa mabaya, katika jina la Yesu nageuza hayo yawe juu yao kwa jina la Yesu. Nageuza uharibifu uwe ndani yao wenyewe katika jina la Yesu. Na zile madhabahu zilizokamata habari zangu zinavunjika na kuteketea kwa moto kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Natoka chini, natoka kwenye mashimo, natoka baharini, natoka mahali popote waliponificha, tamka natoka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Walipoficha hatima, tamka inatoka. Walipoficha utajiri, tamka unatoka. Walipoficha maisha yangu, katika jina la Yesu, tamka yanatoka na kunirejea kwa jina la Yesu. Nafuta roho ya wasiwasi, roho ya mawazo, roho ya wasiwasi, roho ya mawazo, roho ya kuogopa, roho ya huzuni, tamka na ibomoa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho ya huzuni, tamka na ibomoa. Roho ya kukosa furaha, tamka na ibomoa. Roho ya hofu, tamka na ibomoa. Roho ya mauti, roho ya wasiwasi, tamka na ibomoa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kila hofu naipiga, nguvu za giza zote na naziharibu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Na kuanzia sasa nifunikwe na majibu, nifunikwe na uzima, nifunikwe na furaha, nifunikwe na amani kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kile ulichoniibia, tamka na rejesha. Rejesha walichokuibia. Kile ambacho unaona haukipati katika maisha yako ndio wamechukua.
Sasa rejesha, rejesha, rejesha kukubalika, kupendwa. Rejesha, 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 rejesha. Wale ambao waingii kwenye ndoa, kuolewa, rejesha, 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 rejesha furaha yako, rejesha maisha, rejesha utajiri, kila walichokamata, kila walichoficha katika maisha yako. Furaha wakasema, mtu huyu hatakuwa mtu wa kudharaulika, hatakuwa mtu wa kukataliwa, hatakuwa mtu wa kutengwa, hatakuwa mtu wa kudharaulika. Rejesha heshima yako katika jina la Yesu. Rejesha heshima, rejesha kuajiriwa, rejesha upendo katika jina la Yesu. Inawezekana umefuta upendo, wamefuta amani, tumepewa jina na naweza kurejesha. Rejesha ulichoiba kwa damu ya mwana kondoo. Rejesha utajiri, rejesha maisha ambayo waliyakamata, waliyaficha katika jina la Yesu. Tangu ulipozaliwa kuna vitu waliiba, tamka tunarejesha kwa damu ya Yesu. Kila kitu ambacho wamekificha gizani, maisha yangu wameficha, afya yangu wameficha, narejesha kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Walioiba chochote ndani yangu, tamka narejesha kwa damu ya Yesu. Walioiba chochote, inawezekana nasikia maumivu ya kichwa, inawezekana wameiba uhalisia wa kichwa changu, wanasikia maumivu ya kitofu, maumivu ya tumbo, maumivu ya kifua, sijisikii vizuri. Inawezekana kabisa nimeibiwa uzuri ambao niliwekewa na Mungu katika mwili wangu. Sasa kwa damu ya mwana kondoo ninarejesha kila kilichopotea, kila kilichoibiwa, kila kilichokamatwa, kila kilichofichwa. Maana inawezekana uzima wangu umefichwa katika madhabahu za uchawi. Inawezekana baraka zangu zimefichwa katika madhabahu za uchawi. Tamka jina la Yesu Kristo, linavunja kila kufuri, linapasua kila vifungo, linabomoa kila vifungo vilivyokamata maisha yangu katika jina la Yesu, na kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu. Kila matamko yananiachia leo katika jina la Yesu. Kila laana inaniachia leo katika jina la Yesu. Pale mahali waliponifunga panabomolewa kwa jina la Yesu, panaharibiwa kwa jina la Yesu. Kila chungu ambacho kimekamata maisha yangu, madhabahu ya familia, madhabahu ya ukoo, madhabahu ya watu wanaonifahamu, katika jina la Yesu inaharibiwa vibaya kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mtu yeyote aliyewahi kunifahamu ya kwamba mimi na nyota kali na nguvu katika mabega yangu na macho yenye kuona mbali, nina utajiri katika uso wangu, katika mwili wangu, akanifunga nisifike mbali, tamka nafunguliwa katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu nafunguliwa katika jina la Yesu. Aliyefunga njia zangu zote za kazi, napeleka jina lenye nguvu, nafungua malango yote kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya nyoka inaniachia, roho ya kuzimu inaniachia, roho ya nyoka inaniachia kwa jina la Yesu. Kila joka aliyepewa kazi ya kuleta uharibifu katika mwili wangu anawaka moto. Kila joka aliyepewa kazi ya kuleta uharibifu katika damu yangu anawaka moto. Kila joka aliyepewa kazi ya kuleta uharibifu katika kizazi, kuleta magonjwa, anawaka moto kwa jina la Yesu. Namkata kichwa huyo joka kwa jina la Yesu. Namkata kichwa huyo joka kwa jina la Yesu. Joka la magonjwa, nakata kichwa kwa damu ya Yesu. Joka la magonjwa, joka la balaa, nakata kichwa kwa jina la Yesu. Kila joka anayemeza fursa, kila joka anayemeza kazi, kila joka anayemeza baraka, kila joka anayeleta sumu katika mwili wangu, kila joka anayeleta magonjwa, kila joka anayekamata kazi yangu, anayekamata maisha yangu, katika jina la Yesu, tamka leo anauawa kwa jina la Yesu. Leo anaangamizwa kwa jina la Yesu. Leo anaangamizwa kwa damu ya Yesu. Namwangamiza joka anayenifuatilia wakati wa kulala. Naangamiza joka anayenifuatilia wakati wa masomo. Naangamiza joka anayefuatilia wakati wa ndoto. Naangamiza joka anayenifuatilia wakati wa usiku kwa jina la Yesu. Kila joka ambaye anayelala karibu na mimi kitanda kimoja, na mwangamiza kwa jina la Yesu. Joka la ndoa, tamka naangamiza kwa damu ya Yesu. Joka aliyepewa kazi kudhibiti uchumi, naangamiza roho ya joka kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu
njia zangu zote zinafunguliwa, milango yangu yote inafunguliwa katika jina la Yesu. Joka analeta maumivu anapigwa leo. Joka anatesa ukoo anapigwa leo katika jina la Yesu. Joka aliyekamata miguu anateketea, anachomolewa kwa jina la Yesu. Joka aliyefunga tumbo anaharibiwa kwa moto kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Funika macho yako. Kama walikutamkia joka likufuatilie liharibu kila unachokifanya, leo linaharibiwa. Joka ambalo limetumwa kwako lihakikishe ufanikiwe, joka ambalo limetumwa kwako kuhakikisha linameza baraka zako. Namwita malaika mwenye nguvu sana asimame nyuma yako, nyuma ya hilo joka ambalo linakufuatilia wakati wa kuomba, ukiwa kanisani na kuletea usingizi. Sikiliza neno la Mungu leo. Tunaangamiza roho ya joka uliounganishwa. Leo tunaangamiza roho ya joka kwa jina la Yesu. Nitamkapo jina hili, joka alitasimama katika ibada hii, alitasimama katika ibada hii. Ni wakati wa kukatwa kichwa kila joka anayetesa ndoa yako, kila joka aliyefanya agano na kichwa chako. Ni wakati wa kumuua, ni wakati wa kumwondoa. Sikia joka, jina la Yesu ni upanga unaoangamiza. Tunaangamiza kichwa chako ndani ya mtu wa Mungu, tunaangamiza kichwa chako ndani ya baraka za mtu. Kila kichwa ulichopewa kukidhibiti, achia. Kila nguvu ulizopewa kuzishikilia, achia. Ninakuamuru, achia. Joka la ukoo, achia. Joka linaleta presha, achia. Joka linaleta mawazo, achia. Joka linaloziba njia yako ya uchumi, achia. Malaika, kamata kwa moto, 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 kamata kwa moto. Hatuwezi kuabudu na nyoka hapa. Kamata kwa moto, 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 kamata kwa moto. Haribu kila joka aliyefichwa katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo hai, na kutoa katika madhabahu ya kuzimu. Na kutoa katika madhabahu ya kuzimu kila joka, 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 kila joka anapata kichwa kwa jina la Yesu. Kila joka, kila joka, kila joka, kila joka aliyepewa kuharibu maisha yako, kila joka, kila joka, kila joka aliyepewa kuvunja maisha yako, kila joka, kila joka, kila joka aliyepewa kuharibu maisha yako, anakatwa kichwa, anapigwa kwa jina la Yesu. Sikia joka, hautasimama mbele ya hili jina, hautasimama mbele ya hili jina, hautasimama mbele ya hili jina. Lina mamlaka ya kukua, lina mamlaka ya kukua, lina mamlaka ya kukua. Kila joka aliyepewa kazi ya kuhakikisha maisha yako yanakufa, anauawa huyo joka, anapigwa huyo joka. Joka la mtaa, joka la giza, joka la mauti, joka la familia, katika jina la Yesu naliharibu leo, nalipiga katika kichwa chako katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo hai. Joka aliyeuvaa mwili wako mzima anatoka. Joka aliyeuvaa mwili mzima, joka aliyevaa miguu yako, joka aliyevaa macho yako, joka aliyevaa kinywa chako, aliyevaa uwezo wako, anayefuatilia maisha yako. Tunapambana na huyo joka aliyepewa kazi ya kuhakikisha unakuwa mgonjwa sana, ya kuhakikisha unakuwa mgonjwa sana. Kila joka ambaye anatema sumu kwenye viungo vyako, kila joka ambaye anatema sumu kwenye tumbo lako, kila joka ambaye anatema sumu katika tumbo lako, kila wakati unasikia kwenda kutibiwa, kila wakati daktari anakuambia mabadiliko tofauti katika mwili wako, leo tunapambana na roho ya ile joka katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo hai. Kama ndugu zako walifanya agano na shetani, wanakuachia. Kama ndugu zako walifanya agano na kuzimu, wanakuachia.
Kama ndugu zako walifanya agano na shetani, wanakuachia, unatengwa, unatengwa katika ulimwengu wa roho, unatengwa. Kizazi cha nyoka kinakufa hapa, kizazi cha nyoka kinauawa, kizazi cha nyoka kinaharibiwa, kinakatwa. Ninakiharibu kizazi cha nyoka ndani ya kanisa kwa jina la Yesu. Ukiwa na imani, naposema kizazi cha nyoka kinaharibiwa, hicho kinaharibiwa hapa sasa hivi, kinaharibiwa katika jina la Yesu. Ninakiharibu kizazi cha nyoka kuanzia tumboni. Kizazi cha nyoka ninakifuta katika tumbo lako, ninakipiga kizazi cha nyoka, ninakibomoa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Naachilia upako wa kukiharibu hicho kizazi, nguvu ya kukiharibu hicho kizazi, nguvu ya kukifuta hicho kizazi, nguvu ya kukisambaratisha hicho kizazi. Umezaliwa katika huo uzao ambao wanaabudu nyoka. Mungu akutoe wewe, tulia tu. Umezaliwa katika hicho kizazi ambacho kinaabudu nyoka. Mungu akutoe. Uzazi wa nyoka unakufa. Kila tumbo ambalo lilizaliwa na huo uzazi, Yesu analisafisha. Kila tumbo ambalo lilizaliwa na huo uzazi, Yesu analisafisha kwa moto, na tunaua hicho kizazi ulichounganishwa kwenye damu yako, kizazi ulichounganishwa kwenye maisha yako. Yesu anakiharibu, anakiponda katika jina la Yesu. Anakiponda hicho kizazi, kinasagwa, kinapigwa na kinakufa kabisa, akitainuka tena katika jina la Yesu. Na kishusha chini, akitainuka tena ndani ya kanisa, akitainuka tena ndani ya kanisa, akitainuka tena katika kinywa chako. Roho ya joka mkuu inateketezwa, roho ya joka mkuu inateketezwa na kuharibiwa katika jina la Yesu Kristo lenye uhai. Joka mwenye nguvu hana nguvu tena, joka mwenye mamlaka hana mamlaka tena, maana Bwana ameziangusha nguvu zake katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo hai. Wakati naomba, unaweza kukaa chini. Kuna kitu na Mungu anaelekeza kuombea. Mtawala mkuu wa joka katika familia yako, aliyepokea nguvu za joka kutoka kuzimu, ili kuhakikisha familia yako inakufa, ili kuhakikisha wote mnapotea. Damu ya Yesu inakwenda kupiga uzazi wote wa nyoka uliounganishwa kwenye kizazi chenu. Damu ya Yesu inakwenda kupiga uzao wote wa nyoka uliounganishwa kwenye kizazi chenu, familia yenu, ukoo wenu, ndugu zenu, watoto wenu, katika jina la Yesu. Unakwenda kuangamizwa na kifo kinakwenda kutokea katika huo uzao wa nyoka. Malaika, achilia moto, 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 moto wa mauti ya pili. Angamiza roho kuu ya ile joka iliyofanya agano na watu wengi, ife kwa jina la Yesu. Naomba mara ya mwisho, naita malaika aliyeshika upanga wa mauti ya pili. Angamiza roho ya joka ndani ya kanisa hili. Angamiza roho ya joka inayofanya watu wasimjue Mungu, watu wasielewe neno la Mungu, watu wasisikie kinachohubiriwa mahali hapa, watu wasifahamu maneno haya ambayo tunafundisha. Roho inayekuja kuziba masikio, kukamata vinywa vya watu, kulaza usingizi ubongo wao, usiweze kufahamu yale ambayo tunafundisha mahali hapa. Roho ya joka iliyopatilizwa kwenye uzazi na kizazi,
Malaika, vunja muunganiko wa hiyo roho, angamiza na kuifuta katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo hai. Amen.